bana wewe kamata wewe, shika wewe, shika wewe, kamata. Unajua zilikuwa ni sauti ambazo zinatoka nyuma yangu. Wakati mimi hapo nilikuwa nakimbia, yani kama swala lafukuzwa na simba. Nakimbia kweli kweli. Kulikuwa kuna kundi la watu lilikuwa linanifukuzia kwa kasi vibaya mno. Ile kundi walikuwa kiongozwa na baba mmoja hivi aliyekuwa ameshika panga. Bwana panga linang'aa kweli kweli, soma siara. Kwanza moyo wangu ulikuwa unadunda. Moyo ulikuwa unadunda kwa uoga. Sasa nikawa nawaza, hawa watu mimi wakinikamata watanifanya nini kama sio kuniua? Bwana nilikimbia kwa kasi kiasi kwamba mpaka miguu yangu nilihisi kwamba visigino vinagonga kisogo. Bwana nilikimbia utazani labda mimi ni mcheza mbio. Lakini kila nikigeuka wale watu wako nyuma yangu. Unajua kuna kitu kinachouma, unakimbia ukigeuka nyuma watu hawa mwanzo kamata. Watu walikuwa wanazidi kupiga kelele kamata. Alafu imagine watu wanakupigia kelele kamata. Nilizidi kukimbia huku nikiwa natazama wapi nikatize. Yaani nakimbia huku nikatize huku. Unajua ile? Ili mradi tu niweze kuwapotea. Maana nilikuwa nakimbia kwenye barabara ya vumbi iliyokuwa imenyoka kweli kweli. Ila watu walikuwa wakipiga kelele. Sasa wanapopiga kelele maana yake ni kwamba wale watu wengine viherehele wale waliopo njiani wakawa wanaungana kuendelea kunikimbiza. Bana omba katika maisha yako usijue kapigiwa kelele za mwizi. Yaani unajua kabisa mimi naenda kufa. Ndo hapo ambapo unaweza kuona kituo cha polisi na ukaenda kujisalimisha wewe mwenyewe. Sasa nikapiga hesabu. Hawa watu nawapotea vipi? Ili kuwapotea sasa nikaona kijinjia hivi kilikuwa kimekatiza kinaingia kwenye nyumba za watu. Nikaingia huko. Nikasikia mtu mmoja anasema, oya kajichanganya, tumzungukieni mbele ya hizo nyumba bondeni. Kule kuna mtu hawezi kutoboa. Hawezi kukimbia, atarudi huko. Sasa tumzungukie, mshenzi wa tabia huyo. Leo lazima akamatwe. Watu wanazungumza na niliwasikia vizuri sana wakisema. Na kweli hiyo ndio ilikuwa mbinu yangu. Sasa hapa nafanyaje? Nikasema liwalo na liwe. Hapa bora niende na maji ya huko mtoni kuliko mimi kukamatwa na hawa wananchi wenye serikali. Wanikamatwa wanicharange mapanga minife huku najiona haiwezekani. Kwa nilikimbia moja kwa moja mpaka bondeni huko ambapo kuna mto. Nikatazama sehemu ni nyembamba ambapo ndo ningeweza kuvukia. Iko mbali mpaka nifike nitaonekana na hawa. Na hawa wakiniona basi watanikimbiza mpaka mtaa wa nyumbani. Sasa mimi sikutaka waendelee kunikimbiza mpaka mtaa wa nyumbani. Sikutaka hilo. Sasa hapo nikawa na haha kutafuta njia. Nikasikia, oya huko hayupo. Hapo nikamsikia tena mwingine anasema hata huku pia hayupo. Mwingine akasema oya twendeni mtoni atakuwa huko. Hawezi kutoroka huyu mtoto mdogo sana huyu. Tumemzunguka huyu hawezi kutushinda ujanja. Sisi twendeni huko. Mimi kusikia kwanza nilipigia akili ya faster. Nikaokota pale bua unajua nikisema bua namaanisha kwamba ile mimea inayoota pembezoni mwa mto. Kwa nikaeka mdomoni. Vile katikati ya hilo bua panakuaga pako wazi. Nikaingia mtoni. Uzuri palikuwa pafupi. Kuna hayo matete yalikuwa yananichoma kwenye huo mto, lakini nilikuwa naivumilia. Nikavuta pumzi, nikajizamisha kwenye haya maji ndani. Huku nikiliacha lile bua lile limebaki hivi juu. Kwa lile bua lilikuwa linanisaidia mimi kupumua. Nilikuwa napumua kwa kupitia mdomo. Kwa nikiwa niko ndani ya maji nilikuwa nasikia wewe hayupo, yule dogo mchawi au kaingia kwenye nyumba za watu nini? Watu wanazungumza hivyo. Mwingine akasema labda kavuka mto. Twendeni tukamtizame ng'ambo upande wa pili. Kwa wakawa wanajibizana wao. Mara nikasikia pale sauti nyingine ikisema, jamani kuna nini? Mbona kuna makelele? Hiyo ilikuwa ni sauti nyingine, sio ya wakimbizaji hapana. Mmoja akasema, bwana kuna kijana tunamtafuta mzee. Wewe kuja muona amevaa t-shirt nyeusi na pensi la jinsi. Mdogo hivi mwembamba mweupe hivi. Yule mzee akasema amefanya nini huyo kijana mnemtafuta? Kijana mshenzi sana mzee. Kila siku anavizia pale nyumbani kwangu. Mimi nikiwa siku anavizia binti yangu. Mara rusha mawe juu ya bati au agonge dirisha. Watu wameniambia kwa muda sana. Sasa nikaona okay acha nimchole ramani. Ndio nimetaka sasa kumkamata amenikimbia. Sasa hapo niliposikia hivyo ndio nilijua kwamba anayeongea hivyo alikuwa ni baba yake na Daria.
Daria ni binti wa kidato cha 4 ambaye nilitokea kumpenda sana, na hii ni kutokana na uzuri wake kusema ukweli. Sasa huyu mzee akasema, kwa hiyo mnayemkimbiza sio mwizi, bali ni mvizi ya mabinti ndo ambaye mnamkimbiza na mapanga. Kweli kabisa. Kwa hiyo hilo unaliona dogo? Mimi namsomesha binti yangu. Mimi najinyima, namsomesha kwa shida. Alafu aje tukijeba tu kutaka kumcheza binti yangu. Na tutajuaje? Labda anajifanya anavizia mabinti, kumbe anachora ramani. Maana siku hizi watoto wanaanza wizi wakiwa bado wadogo sana. Sasa hapo yule mzee ambaye anaonekana kama vile alikuwa anataka kunitetea, nikamsikia anasema, mimi nilikuwa naoga zangu hapa muda huu. Niko hapa nimeoga mpaka nimevaa, lakini sijaona mtu yeyote akikimbia kuja pande hizi. Zaidi yenu nyinyi ambao mnapiga makelele. Kama huyo kijana mnamkimbiza, basi kawapiga chenga ya mwili huko juu. Mimi nitamkamata tu. Mimi ndo mzee Kamba original, nasema nitamkamata. Yule mzee ambaye anaonekana kunitetea akasema, kwani unamfahamu kijana mwenyewe? Simfahamu, lakini tu nitampiga binti yangu kipigo kitakatifu mpaka atamtaja tu. Twendeni tukamtafute kule juu. Yule mwanaharamu atakuwa tu ameingia kwenye nyumba na tutampata tu. Tutaingia nyumba mpaka nyumba. Kumbuka hapo mimi nawasikia vizuri, nipo kwenye maji. Nilishiwa nguvu maana nilikuwa napata pumzi kidogo sana. Sasa mara yule mzee ambaye alikuwa anaonekana kama kunitetea akasema, wewe mtoto, hebu toka huko majini. Utakufa mjinga wewe. Hapo ndo nikakurupuka huku nikihema vibaya mno, nikaangaza pande zote. Wameelekea wapi? Wakina mzee Kamba wameelekea wapi? Lakini sikuwaona. Nikashusha kwanza pumzi. Unajua kwanza nilimtazama mzee yule ambaye alikuwa ananitetea. Alikuwa ni jirani yetu, alikuwa anaitwa Mzee Zinga. Huyu mzee ni maarufu sana, anafanya kazi mbalimbali kujipatia kipato chake. Mara alime vibarua, afyeke, alime bustani, achimbe mashimo ya taka, yani ili mradi kazi tu. Na kijijini anaishi na mke wake tu. Watoto wao wamesambaa kutafuta maisha mikoani huko, na stare yake kubwa huyu mzee ni pombe. Kila jioni huwa anatoka na mke wake wanaenda kunywa pombe. Wakiwa wanarudi, wenye kazi yao ilikuwa ni kuimba tu. Basi unajua kabisa huyu ni Mzee Zinga na mkewe yao ndo anarudi. Asa Mzee Zinga akasema, wewe Santos, nini kimetokea? Hadi unakimbizwa kama mwizi wa mtoto? Hapo kusema ule kweli niliona aibu kujibu ile swali. Akaniambia, babako akisikia unayefanya haya, si atakuchinja wewe. Nikasema, mzee, naomba usimwambie baba tafadhali. Hapo Mzee Zinga akasema, hebu twende kwanza. Alianza kutembea pembezoni ya mto huu, huku na mimi nikiona mfuata kwa nyuma. Mzee Zinga akasema, hivi wewe Santos, kwa umri ulionao sasa hivi, na ndio kwanza uko kidato cha 2, unaanza kuhangaika na vibinti. Tena ulivyokosa akili, unakwenda nyumbani kwa huyo binti. Hivi wewe huogopi? Na wewe bado ni mdogo wewe, hata bale haijakukamata vizuri. Unataka vibinti, tayari uvifanyie nini wewe hivyo vibinti? Ona sasa unakimbizwa na mapanga kama mwizi, na mamako vile alivyokuwa mpole yule maskini ya Mungu. Akijua hili wewe, si unataka kumuua mamako kwa pressure. Sasa Mzee Zinga anaongea yote hayo, mimi nilikuwa niko kimya namsikiliza tu. Akaniambia, naongea na wewe. Hivi uliwaza yote hayo kuhusu wazazi wako? Na ungekamatwa ungepigwa hadi ufe, unafikiri wangesema ya kwamba ulikuwa unafuata binti yao? Wangesema wewe ni mwizi. Kwa hiyo manake ni kwamba unataka kumdhalilisha baba yako. Baba yako anaheshimika sana hapa kijijini. Anaheshimika kwa uchapaji kazi wake. Mwalimu wa watu, kutwa nzima anatafuta pesa ili nyinyi mwishi vizuri. Kwa nini unakuwa hivyo Santos? Naomba unisamehe mzee wangu. Sitorudia. Nimejifunza na nimekoma kupitia hili. Santos, mabinti wengi wako wazuri sana. Sijui unaelewa. Yaani mabinti wapo wengi na ni wazuri, lakini wewe bado ni mdogo sana. Hebu soma uje uoe binti mzuri wa ndoto zako, tena mtakayeongea na mkaelewana kwa amani. Sio huyo unayemvizia mpaka babake anataka kukukata na mapanga.
Nimekuelewa mzee wangu. Vizuri kama umenielewa. Mimi ninakwambia ukweli. Na sitaki uwe kama baba yako. Maana naye aliamua kuoa wanawake wengi, akizani kwamba ndio ufahari. Na mimi nilimwambia aachane na hayo mambo ya kuoa wanawake wengi. Unaona? Kila siku baba yako anapenda kushinda kwa mama yako. Ni kwa sababu mama yako ni mpole. Mama yako ana hekima. Mama yako ana akili sana. Sasa babako mwenzako anafanya yote hayo, lakini umeona mnalala njaa, au labda mnatembea utupu. Hapana mzee wangu. Ni kwa sababu baba yako ana pesa, na pesa ni kwa sababu alisoma na akamaliza na akapata kazi, na ndio maana amefanya yote hayo. Japokuwa anajutia kuoa wanawake wengi sababu ana pesa, lakini ana amani kwa sababu ya kazi. Sasa wewe ukianza tabia zako hizi mapema, eti kijana wangu, hapana. Hii sio sawa kijana wangu. Hawa mabinti hawaishi hawa. Warembo na wazuri wanazaliwa kila siku. Mzee wangu, siwezi kurudia kabisa. Kiukweli nimekosa. Haya bwana. Mimi sina neno. Sasa hapo tuliendelea kutembea, huku huyu mzee akinipa stories zake za yeye akiwa yuko kijana, na alinisimulia kwamba yeye alishawahi kupigwa sana kwa sababu ya binti. Alikutwa nyumbani kwa binti, tena nani kabisa. Anasema alikimbia akiwa yuko utupu. Basi mimi nikawa nacheka sana. Tukiwa tunatembea tulikaribia nyumba ya mama yangu wa kambo, yani bi mkubwa wa baba. Maana mimi babangu bwana na wake hao 4, na mama yangu ndo wa mwisho, na kila mkewe amemjengea nyumba, japo mama yangu nyumba yake ni kubwa anayojengewa, bado haijaisha. Hivyo tunaishi tu nyumba ndogo tu ya nje. Tukiwa tuko jirani na hapo, tulisikia kelele nyingi. Tulipotizama alikuwa ni bi mkubwa. Alikuwa anarushiana maneno na mke wa 3 wa babangu. Yaani wanatukanana kweli kweli, matusi ya nguoni. Mara bwana wakakamatana pale, walianza kupigana. Sasa mzee Zinga ikabidi akimbie pale kwenda kuwaamulia. Huko akawa anawaambia, jamani, mnapigana nini kumtia aibu mume wenu? Jamani, na mwanga wote huu nyie mnapigana. Sasa hapo bi mkubwa akawa anasema, mwambie huyo mwenzako mzee Zinga amfunze adabu huyu kinyangila chake hiki. Amfunze heshima, ajue kuniheshimu, mimi ni mkubwa wake, mpumbavu kabisa huyu. Mzee Zinga akasema, kama wewe ni mkubwa, sasa kwa nini unagombana na huyu? Hukupaswa ufanye hivyo shemeji. Na wewe kwa nini unakuja kwa mwenzako kumfanyia fujo? Mbona mmejengewa kila mtu na kaya yake nyi wanawake? Sasa yule bi mdogo akasema, mwambie huyo mtu mzima ovyo aache kunifuatilia na kunirogea watoto wangu. Kila siku anamuita huku kumpatia chakula. Akasikia mimi sijui kupika. Au ndo kujifanya yeye ndo mwema sana. Mme amuone kwamba yeye ndo malaika na wakati yeye ni mjinga tu, hana lolote. Na ndio maana tumekuja 3 mgongoni kwake. Sitaki watoto wangu waje kwake. Yes, ana wa kwake, apambane nao. Shenzi kabisa, lione kwanza ulivyokuwa mmechunda kama ugali wa juzi. Sikupende mchawi mkubwa wewe. Maneno yao sasa akawa anaongea bi mdogo, huku akawa anaondoka na jitingisha kule kweli. Na hapo kumbuka watu walishasogea. Na watu walisogea kwa ajili ya kuwashangaa. Mimi sikupenda kusema ukweli, nilijisikia vibaya sana. Niliona babangu ndo kama vile anadhalilishwa kusema ukweli. Bi mkubwa alikuwa yuko kimya na hema kwa nguvu, yani hasira zilimpanda. Mara hapo bi mkubwa kanitazama. Nadhani hakuniona. Akasema, nini hapa na wewe? Hebu changanya hiyo miguu yako bana, nenda kwenu huko. Na ole wako upeleke umbea kwa mama yako. Nitakukata hiyo shingo yako. Mimi hapo sikutaka mambo yawe mengi. Niliondoka zangu biombeo mpaka nyumbani. Nilipofika nyumbani, nilimkuta baba alikuwa amekaa kibarazani. Yuko na fimbo kubwa. Alivyoniona akasema, umerudi sasa Sasa leo nitakukomesha mjinga mmoja wewe. Hapo mzee akanikamata. Moja kwa moja nikajua issue yangu imeshabumburuka. Sasa nani kamwambia mzee? Au huyu mzee Zinga atakuwa kampigia simu baba? Kwa pale ilibidi nianze kuomba msamaha. Nikamwambia baba, naomba unisamehe. Mimi nilikuwa napita tu. Baba akasema, nini? Ulikuwa unapita tu?
unawezaje kuingia uwanjani ukacheza mpira wakati unapita tu? Kwa unaona mimi ni mjinga? Hivi mamako kila siku anakulilia hapa, hutaki ucheze mpira na wewe husikii. Kwa nini? Unataka uvunjike, uwe kilema? Uwe mzigo wa kujitakia? Ndio maana yake Santos. Mimi nimekupeleka shule usome, nalipia kila kitu anachokihitaji. Wewe unaleta ujinga. Kwa nini hutaki kuachana na huo mpira? Hapo msikilizaji, kwanza nilishusha pumzi. Kumbe hapa swala ni la mpira na sio kwa yule kile kidemu kile Daria. Kwanza nilipiga magoti nikamwambia, baba, naomba unisamehe sana. Mimi mpira napenda baba, na ninasoma sana na pia ninacheza mpira kama mazoezi. Hebu kelele mpumbavu wewe. Unafikiri sijui jana kama mmeenda kucheza ndondo na watu wazima? Ya kulipwa hiyo. Kwa nini unatuweka mioyo yetu inakaa juu wewe? Na safari hii darasani hujafanya vizuri. Nimeuliza kila mara umekuwa wa kwanza, lakini safari hii umekuwa ni wa 4. Kwa nini? Baba, mitihani haikunijia vizuri baba. Naomba unisamehe. Leo nitakuvunja. Yaani leo nitakuvunja. Hapo mzee alinikamata sasa, akanilaza chini, lakini kabla hajanipiga nikasikia mzee mwenzangu Julius, nini tena unamgalagaza dume letu la mbegu? Unamcharaza viboko chini bwana. Kwa nini bwana? Hapo alikuwa ni mzee Zinga. Baba akasema, mzee mwenzangu, hujui tu huyu kijana anavyonipasua kichwa. Mama yake kila siku anamsema, lakini hataki. Anataka kucheza mpira. Mpira ni hatari sana kwa afya. Sisi tunataka asome, lakini hasikii. Jana ameenda kucheza mpira sijui kulipwa huko na watu wazima. Nasikia kuna mwenzio kwa kavunjika mguu yuko hospitalini. Lakini kwa nini yeye hasikii? Sasa leo mimi nataka nimvunje mimi kabla hata hajavunjika huko mpirani. Baba alipozungumza maneno hayo, mzee Zinga akasema, huyu ni wa kumwelekeza tu, sio wa kumpiga. Sasa unafikiri mdogo wake huyu ambaye Serena atamtizimaje kaka yake? Usimpige bwana. Kwanza mimi nimekujia, kuna mambo mengine ya msingi ya kujadili hapa. Na we Santos, hebu simama kafanye shughuli zako zingine. Acha kucheza mpira sasa hivi. Soma na ukumbuke yote niliyokuambia. Usiposikia na nikajua umefeli huko shuleni, basi huu mdomo wangu huu utakuwa wazi. Nadhani unajua nini ambacho nakiongelea. Sasa mzee Zinga aliposema hivyo nikajibu haraka nikasema, ndio najua mzee wangu. Anyanyuka. Aliongea hivyo huku akawa anachukuzana na baba, wanaenda mbali kidogo na nyumbani. Mimi nilinyanyuka huku mavumbi yamekiwa yameninata mwilini mwangu. Unajua nilishangaa, unajua hata babangu hajajua kama nguo zangu zilikuwa zimeloa. Maana nikajua kwamba ataniuliza imekuaje nguo zangu zimeloa, lakini hata hakuniuliza. Niliingia ndani nikabadilisha nguo, nikatoka nikaenda kuoga sasa, na ndipo nikakutana na mama. Mamangu akaniambia, ndio unarudi si ndio manake? Nikasema ndio mama. Ulikuwa mpirani tena? Nikamwambia hapana mama, nilikuwa tuna rafiki zangu. Santos, huo mpira huo kila siku nakukanya na hunisiki. Ipo siku sijui utalia na nani. Mama, mimi sitocheza tena mpira. Haya, unakwenda wapi? Naenda kuoga mama. Unaoga sasa hivi kwa nini? Na sio kawaida yako. Maana wewe kuoga ni mpaka tupigizane kelele. Haya, leo imekuaje unakwenda kuoga? Mama, tulikuwa tunakimbizana na rafiki zangu mtoni. Nikaangukia mtoni nikaroana. Sasa mwili unaniwasha mama. Kweli komesha. Haya kaoge. Yaani natamani kila siku wewe unaangukia mtoni ili unaoga. Uje hapa unijazie pipa maji mimi. Hakuna maji humu ndani. Sawa mama. Kiukweli nilimpenda sana mama yangu. Na watu wengi walisema kwamba mimi nilifanana sana na mama. Maana hata rangi tu nilikuwa nimechukua kutoka kwake. Yeye mama ni mweupe, wakati mdogo wangu Serena yeye amefanana sana na baba. Na hata rangi pia ni ya baba, yeye ni mweusi. Kwa nilioga na kisha nikafua nguo zangu, nikachota pale maji kwa jirani kama mama alivyokuwa amesema, maana nyumbani maji ilikuwa bado hayajawekwa. Siku ya pili yake mimi nilienda shuleni. Nilikutana na rafiki yangu anaitwa Thomas. Akaniambia, wewe nilikuwa nakusubiri kwa hamu ujue jana bwana nilikutana babako.
alinigombeza kisa mpira. Akasema bwana akituona atatuvunja. Nikasema jana nimenusurika mwenzo kupigwa na mzee. Jana mzee alikuwa ni mkali sana. Yaani nashukuru tu mzee Zinga ndo ameniokoa. Kwa hiyo utafanyaje sasa? Na unapenda sana mpira mwanangu. Sikiliza Thomas, mimi nitasimama kwa muda tu ili niweze kusoma. Alafu Santos, nilitaka kumsahau bwana. Jana vipi ulibahatika kumuona Daria? Wewe acha tu mwanangu, acha kabisa. Jana alonikuta mwanangu ni makubwa. Yapi tena? Hapo Thomas aliponiuliza ishu gani zilizonikumba jana, ilibidi nimsimulie kila kitu. Aise, Thomas alicheka sana huku akawa anasema ila mwanangu acha tu, babake atakuua. Unajua ninachosikitika nini? Daria yeye mwenyewe ananidharau. Nikimfuata hata shuleni hapa hataki hata kuongea na mimi. Na nikimfuata kwao hatoki. Unajua sijawahi hata kumwambia kwamba nia yangu ni nini. Mpaka nikajikuta ndugu yangu nataka kuuawa. Sikiliza, yule demu achana naye. Yaani achana naye kama vipi? Sina namna. Unajua japo unampenda sana Daria. Lakini unajua mimi nikikwambia mpaka Daria kuna muda na muota najua huwezi kuniamini. Ila kwa yale nitokea kuitwa mimi mwizi, acha tu nimwache ndugu yangu. Ila unajua nini Santos? Wewe mwanangu una ujasiri sana. Demu wa kidato cha 4. Hivi mwanangu wewe uogopi? Ila twende mbele turudi nyuma. Ila mwanangu Daria mzuri sana. Unajua shule nzima hii hakuna msichana mzuri kama Daria. Alafu Daria kwanza ni mpole. Da mwanangu una haki ya kukonda mwanangu. Soma siara. Thomas mwanangu usinikumbushe, maana naumia sana kwa babake. Hatari. Babake ni mkatili kinoma. Unajua alinikimbiza kama mwizi na mapanga. Unajua sipati picha ndugu yangu. Na mzee kama akisikia hii issue ataniua. Mimi nakwambia nimenyosha mikono. Mimi na Daria basi. Acha tu kwanza nisome kwa sasa. Maana unajua mzee Zinga akasema kwamba nikifeli tu atamwambia mzee kila kitu. Asa wewe imagine baba akijua kila kitu itakuwaje. Hapo nilipozungumza hivyo rafiki yangu Thomas naye kanishauri nisome. Basi maisha yakaendelea. Sikuwahi kumuona Daria, msichana niliyempenda sana tena shuleni. Sije kumuona tena. Sijui alihamishwa shule, sijui ilikuwaje. Ila tu mimi nilikuwa niko busy na kusoma na hata kucheza mpira, japo napenda sana mpira. Mpira mimi uko damoni, lakini nilisimama maana niliogopa mzee Zinga atamwambia baba kuhusu maovu yangu. Na baba kishajua mimi ataniua mbona? Wewe mimi mzee wangu ni mkali kinoma noma. Kwao nilisoma na nilifollow vizuri kidato cha 2, nikaingia kidato cha 3 na hapo nikawa niko busy na masomo. Wasichana sikuwa nawataka kabisa, ila mpira nilishindwa. Nikawa nafanya mazoezi na kucheza mechi za ndani za shule tu, zile za kimadarasa tu na sio zile za nje. Nikiwa niko kidato cha 3 mwezi wa 8 hivi. Siku moja bwana nilirudi nyumbani kutoka shuleni. Nikakuta baba hayupo. Na sikujua babangu ameenda wapi. Mimi nikatoa tu pale sare zangu za shule, nikaanza kufanya usafi maana nyumba haikufanywa usafi siku hiyo. Kitu ambacho kilinishangaza sana maana mamangu alikuwaga ni msafi sana na alitufundisha hata sisi pia usafi na kufanya kazi zote za ndani alikuwa anatufundisha. Kwa hiyo nilikuwa najua. Mama alikuwa anasema hata kama mimi ni mtoto wa kiume lakini lazima nijifunze ili hata kama nikiishi peke yangu nisije kupata shida. Basi nikadeki ndani nikaosha vyombo. Mara Serena naye akawa anafika. Yeye kipindi hiko yuko kidato cha kwanza form 1. Nikamuuliza wewe kwa nini umechelewa kutoka shuleni? Ndiye ndo unarudi sasa hivi. Akasema kaka tulikuwa tuna mwalimu wa physics shuleni. Nikasema ibadilisha nguo. Kula, kachote maji na ufagie uwanja. Mimi nataka kufua nguo za shule. Kazi zingine tayari nishazifanya zote. Hii kaka kwani mama yuko wapi? Mimi mwenyewe sijui, sijamkuta. Serena huyu mdogo wangu hanaga kiburi. Aliingia ndani, akatoka pale amebadilika na nikamwambia alete sare zake ili nipate kumfulia. Maana ilikuwa ni kawaida yetu kufuliana. Mama alitulea kwa upendo sana. Kwa nilifua, nilipomaliza huko Serena naye akimaliza pale kuchota maji. Lakini nilipatwa na wasiwasi. Kwani mama yuko wapi? Alafu mbona amechelewa sana mpaka sasa hivi kigiza kinataka kuingia? Nikasema ngoja nitoke niende dukani kwa baba, labda yupo huko. Basi pale nikachukua raba zangu nikaanza kuvaa. Kabla hata sijamaliza akaja mke wa mzee Zinga.
na alikuja pale, alikuwa na huzuni sana. Nikamsalimia, akajibu huku akiwa ananikumbatia. Kwanza paka nikashangaa, huyu mama hajawahi kunikumbatia, leo imekuaje, kuna nini? Kwa akili yangu ikaniambia lazima kuna shida. Je, ni mama yangu au moyo wangu ulienda mbio mbio? Ujumbe mpaka mate mdomoni ilinikauka. Sasa Mama Zinga akasema, Santos, mdogo wako yuko wapi? Nikasema yuko bafuni anaoga. Hebu nisikilize, nataka uingize vitu vyote vilivyopo hapa nje, sijui ndoo, madishi na yale masufuria pale, uyaingize kwenye kichanja, na vyombo hapa nje kusibaki kitu, vyote ingiza. Mimi nikamtazama huyu mke wa Zinga. Kwa nini anasema hivi? Yaani kwa nini niingize vitu ndani? Lakini kwa sababu nilikuwa nina heshima, sikubisha. Eti kwa sababu labda sio mama yangu nimbishia, hapana, sikubisha. Nikasema tu sawa. Kwa nilianza pale kuingiza vitu ndani kama alivyosema. Mara naye Mama Zinga akaanza pale kunisaidia kuingiza vitu ndani. Lakini moyo wangu ulikuwa unaniuma sana. Unajua, nilihisi kabisa kwamba kuna kitu kimetokea ambacho sio kizuri. Mamangu yuko wapi mpaka muda huu? Nikaona okay, acha nimuulize Mama Zinga huku tukiwa tunaingiza vyombo ndani. Nikasema, Mama Zinga, hivi mamangu yuko wapi? Hapo Mama Zinga alinitazama kwa huruma, akasema, tumalize kwanza kuingiza vyombo kwanza Santos. Acha maswali, panga vitu vizuri, sawa? Kusema ukweli, mwili wangu ulikosa nguvu. Moyo wangu uliingia simanzi mno, nikawa na hema kwa tabu mpaka natokwa na jasho, lakini Mama Zinga alifanya kama vile hanioni. Mdogo wangu Serena alitoka zake bafuni. Mama Zinga akamuita akasema, Serena, hebu vaa haraka haraka. Vaa gauni lako na kisha uje nikutume. Serena bila hata wasiwasi akasema, sawa mama, shikamoo. Lakini Mama Zinga akajibu tu, marahaba mwanangu. Kwa Serena aliingia chumbani kwake, alichelewa kutoka. Alipotoka akawa ameshavaa. Mama Zinga akasema, sasa mwanangu Serena, ingia chumbani kwa mamako. Nichukulie vitenge doti 2 na kanga doti 1 na gauni lake lile la lace jeupe, sawa? Hapo mimi kwanza nilishindwa kuvumilia. Nikasema, Mama Zinga, hebu naomba uniambie tu kwamba kuna nini? Nini ambacho kimemkuta mamangu? Maana nimerudi hapa mama yupo na sio kawaida yake. Mamangu huwa hatoki, na akitoka kama anachama huwa ananiambia, ananiambia, Santos, ukirudi fanya hiki na hiki na hiki. Kwamba mimi hutonikuta naenda kwenye chama. Sasa leo hajasema kitu na hayupo tangia nimerudi mpaka sasa hivi. Na nimekuuliza hujanijibu, ila unataka tu nguo zake. Naomba uniambie nini kimemkuta mamangu. Hapo niliongea huku machozi yakiwa yananitoka. Moyo wangu ulikuwa na simanzi mno. Mama Zinga akaniambia, Santos, hebu tulia. Unajua hapo sikusubiri amalize sentensi. Sijui nataka kusema nini, lakini nilimsogelea, nikamkwida, nilimkamata, nikamwambia, naomba niambie nini kimemkuta mamangu. Naomba niambie mamangu yuko wapi? Mama Zinga akasema, Santos, mimi ni mama yako tena mkubwa. Hebu niachie basi mwanangu. Nikasema, kwa nini hutaki kutuambia? Sisi ni wakubwa, tuambie tu, kwa nini unatutesa hivi? Hapo Mama Zinga akasema, sawa, nakwambia, hebu niachie mwanangu. Kweli nikamwachia. Mama Zinga akasema, hebu njoo huko pembeni. Wewe Serena, hebu nenda kafuate nguo. Kweli mdogo wangu Serena alibaki pale amesimama tu. Mimi nilielewa kwamba Mama Zinga hataki kusema mbele ya mdogo wangu. Hivyo nikasema, Serena, nenda kachukue nguo. Serena kwa nyonge aliingia ndani. Mama Zinga akasema, Santos, japokuwa wewe ni mdogo lakini wewe ni mwanaume. Unatakiwa kuwa na nguvu, jua tu kwamba mdogo wako anakuangalia wewe. Nikasema, sawa, naomba tu niambie. Poleni sana wanangu, ila hii habari ni nzito sana Santos. Sasa hapo kabla hajasema nilisikia vilio, nikageuka nyuma, maana nyumba yetu bwana hainaga fence. Nikamwona pale mama mdogo anakuja, huku kaeka mikono kichwani analia sana, huku miguu yangu hapo nikajikuta inakosa nguvu. Nilijikuta tu nimekaa chini. Mama mdogo alivyoniona alilia kwa nguvu sana, huku anasema, Santos mwanangu, Santos umebaki yatima jamani. Na mama yenu alivyoamua kuolewa mitala jamani, mtaishi vipi Santos? Baba yenu ndo hivyo ghafla tu amefariki jamani wanangu. Sasa akawa analia mama mdogo, lakini katika maneno yake mimi ndo nikajua sasa ya kwamba aliyefariki ni baba. Moyo bado uliniuma sana. Sikuelewa imekuaje, kwa sababu jana tu baba alikuja nyumbani na alikagua daftari zangu, alikagua mitihani yangu na alinipa zawadi ya kufanya vizuri mitihani, huku akinisisitiza sana nisome. Sasa inakuaje? Na aliniambia elimu pekee ndio mkombozi wangu wa maisha, na aliniambia nisome sana
ili nije nimlee mama pamoja na mdogo wangu. Sasa leo hiyo anasema amefariki. Amefariki vipi sasa? Wakati alikuwa ni mzima na tukala wote na akalala kabisa nyumbani. Unajua kwa kweli hapo nilichanganyikiwa. Sikuelewa kabisa imekuaje yani. Mimi jana baba nilikuwa naye. Sasa mdogo wangu Serena alivyosikia hivyo alianguka naye. Akaangua kilio. Mama Zinga naye akaangua kilio. Yaani ghafla tu nyumbani pakawa na msiba. Ilinibidi nijikaze sasa mimi ndo nianze kuwabembeleza sasa hawa wanawake wote. Wote wanalia huku mimi moyo wangu mimi sasa unavuja damu. Babangu amefariki. Sasa itakuwaje? Yaani ghafla tu hivi hajaacha hata ujumbe. Moyo uliniuma sana. Sikuweza kabisa kujikaza. Lakini sasa na mimi kuonesha machozi mbele hawa wanawake waliokuwa wanalia sana inakuwa jau. Nikiwa na watuliza alikuja mzee Zinga akasema Santos, poleni sana na msiba. Nikasema asante sana mzee wangu. Sasa mke wangu na wewe mama Zinga tumekutuma ufate watoto na nguo. Hatimaye wewe sasa umeshindwa kujikaza, umeanzisha msiba juu yao. Umeanzisha huko msiba jamani. Hebu naombeni mjikaze twendeni kwenye nyumba ya bi mkubwa. Sawa Santos? Mama yenu yuko kule na msiba upo kule, kisheria ndio inapaswa kuwa hivyo. Sawa? Nikasema sawa mzee wangu. Hapo nilijibu huku chozi likinitoka. Sikuamini kabisa kama babangu ametuacha hivi. Yaani kama utani. Kwa wakina mama mdogo pale walibeba zile nguo ambazo Serena alikuwa amezileta na kisha wakampa na Serena kanga ajifunge. Wakachukuzana pale na kuanza kuelekea kwa bi mkubwa, yani mamangu mkubwa sasa. Huku nyuma mimi nilibaki mimi na mzee Zinga. Mzee Zinga akaniambia sasa Santos, nisikilize kwa makini sana, sawa? Nikasema sawa. Wewe ni mwanaume. Wewe ni mwanaume wa hii familia. Najua kwamba una kaka yako mliyezaliwa tumbo moja, lakini kama unavyomjua, yeye sasa hivi yuko mafunzoni huko ya jeshi na hapatikani kabisa mtandaoni. Na ukumbuke ya kwamba yule sio mtoto wa huyu baba yako. Mmeshare mama tu. Hivyo wewe ndiye unayehusika na kila kitu kinachomhusu baba yako na mama yako. Kwa hiyo nakuomba ujikaze. Usilie na usifumbe jicho hata kidogo. Sikiliza kila kitu kitakachojadiliwa huko. Maana hatima yenu itaamuliwa baada ya mazishi katika kikao cha familia. Sawa? Nikasema sawa. Najua unaumia sana Santos, lakini huzuni hiyo kwa sasa imeze kiume. Mtizame mama yako, mtizame mdogo wako, na ndio ujumbe baba yako aliweza kuniachia. Sawa? Sawa. Mimi nitakushauri nitakaloweza kukushauri na mtakuwa mko salama kabisa. Ila kwa sasa jua kabisa wewe sio mtoto tena. Na familia hii iko mabegani mwako. Sawa sawa mzee wangu. Funga milango vizuri ya nyumba. Hiyo funguo weka kibindoni vizuri. Sawa? Sawa. Kweli nilifunga milango. Funguo nikaweka kwenye suruali yangu niliyokuwa nimevaa, na kisha mzee Zinga akasema haya, twende sasa msibani. Nikasema sawa. Kwa tulienda msibani kama kawaida. Watu ni wengi sana. Niliingia ndani kwa ajili ya kumuona mama yangu. Maskini mamangu alivyoniona tu akaita Santos. Santos mwanangu. Santos. Mama pale pale akazima. Nilisikia huzuni mno. Jamani, machozi sikuweza kuyazuia tena. Yalinimwagika tu yenyewe. Mwanaume mzima, machozi yalinitoka. Sikulia lakini machozi yalinitoka. Nadhani mtakuwa mnaelewa situation nililokuwa napitia. Nikapita pale maana watu walijaa. Wengine niliokanyaga hata sikujali. Nilimsogelea mama yangu mpendwa aliyokuwa amezimia huko jasho jingi likimtoka. Na wamama wengine walishaanza pale kumpepelea. Nilimuita, nikasema mama tafadhali usituache na wewe, naomba uamke mama. Mimi niko hapa mwanao Santos. Maneno yangu yalibua simanzi. Wamama walilia kwa sauti, lakini mzee Zinga aliingia naye, akataka kunitoa nje. Sikutamani kumwacha mama yangu. Nilitaka nikae naye pale. Hivyo nikawa na goma kabisa kutoka. Mzee Zinga akasema Santos, uwepo wako hapa ni maumivu kwa mama yako. Naomba twende nje. Mama atakuwa sawa. Kumbuka nilivyokuambia kabla tujaja hapa mwanangu. Nikasema sawa mzee wangu.
Hapo nikafuta machozi, nikaamka, nikamwacha mamangu pale. Muda huo mdogo wangu Selena na alikuwa analia kweli kweli. Nikiwa natoka nje na mzee Zinga, nikasikia pale maskini bi mdogo amezimia. Nawaza na alivyo mvivu, alikuwa anategemea kila kitu kwa mzee Julius. Ye kazi yake kusuka tu na kuvaa tu. Sasa ndo yamemkuta. Anasomesha watoto wawili, lazima azimie. Fama mchezo nini? Aliongea mama mmoja hivi, alikuwa anaongea na mwenzie. Unajua niliwatizama afu moyo uliniuma sana kusema ukweli. Mamangu ndio alikuwa hana kazi, lakini hawakustahili kumsema tena katika hii hali ya msiba. Unajua nilitaka niwafuate, lakini mzee Zinga akanishika mkono. Akanivuta mpaka nje kwenye maturubai walikokuwa wamekaa wanaume. Akasema, Santos, sitochoka kukufunza ya dunia mwanangu. Pale ulitaka kufanya maamuzi ya hasira ambayo maamuzi hayo ni mabaya. Ungekosea na ungezua taharuki kwenye msiba mzito ambao ni msiba wa kwako. Binadamu wana maamuzi mengi sana, lakini wewe kama mwanaume lazima uwe na kaba, uwe na kifua cha kubeba mambo magumu na mazito. Hata siku moja usifanye maamuzi ya hasira, maana yatakuletea hasara na sio faida. Nadhani unanisikia kijana wangu. Nikasema ndio nakusikia. Ukisikia au kuona jambo gumu, meza mate, weka uso wako wa tabasamu. Siku zote ficha maumivu. Watu wasione maumivu yako, vinginevyo wanadamu watakushambulia. Utakasirika, watakutukana, na mwisho wa siku kugombana. Sasa pale unapohisi au unapoona unafanywa jambo la tofauti, hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba unatakiwa uwe mkakamavu. Ukionyesha udhaifu, itakuwa ni silaha kubwa mno ambayo wataitumia kwa huo udhaifu ambao utakaoonyesha. Na hiyo ni kwa sababu wapate faida zao binafsi. Nadhani umenielewa. Ndio nimekuelewa mzee wangu. Unavozidi kukua, basi utaona mengi sana ya dunia, lakini hayo mengine kwako yawe mafunzo. Sawa mwanangu? Sawa mzee wangu. Tulikaa pale msibani, wakaja watoto wengine wa baba. Maana kwa mama zetu wote, yani kwa mama zetu wote, jumla sisi watoto tuko 11. Wa kiume tulikuwa tuko 4 tu, lakini wote wale ubaki walikuwa ni wa kike. Hatukuwahi kuwa na ugomvi sisi kama watoto. Tulikuwa tunaishi kawaida tu, japo hatukuwa na ule ukaribu sana wa kindugu. Pia kila mtoto alikuwa yuko busy na mama yake. Ila sasa hao wa mama hao ndio walikuwa wanagombana, ila si watoto wala. Kwa tulikaa pale msibani. Siku inayofuata tulimwaga baba na kumzika. Baada ya kutoka kuzika, sasa ndo kikao kikakaliwa sasa cha kifamilia. Baba yetu alikuwa ni mtoto wa kiume pekee kwao. Kwa hivyo alikuwa na dada zake 3 na mdogo wake. Kwa wote walikuwepo hapo msibani. Shangazi alitangazwa pale kwamba ndiye atakayekuwa msimamizi wa mirathi ya baba. Maana baba alifariki akiwa bado ni mwalimu. Hivyo shangazi mkubwa ndiye atakayekuwa anafuatilia kila kitu. Na ndiye atakayetugawia sisi kila kitu, ikiwamo maduka na mali zote za baba. Kwenye kikao walitangaza ya kwamba marehemu, yani babangu, alimwachia kila mwanamke wake nyumba. Kwa hiyo itabaki kuwa hivyo. Ila mali zote ndio kitakalio kikao kingine baada ya wiki, maana watakuwa wameshafanya tathmini ya mali zote na mgao utakavyokuwa. Kwa walikubaliana hivyo, na sisi hatakuwa na usemi kwa sababu tulikuwa ni wadogo. Hivyo tuliacha wakubwa wajadili na wataamua nini. Tulikaa wiki pale msibani, huku mzee Zinga akiwa ameenda kutuombea sisi ruhusa shuleni. Kikao cha familia kikaitishwa tena. Shangazi akasema wamefanya uchunguzi wa mali za baba, yani maduka, na wamegundua kwamba baba alikopa sana kwenye taasisi nyingi. Hivyo zile taasisi zimesema kwamba watafidia kwa kuchukua bidhaa zote za baba. Hilo likawa ni pigo sasa. Shangazi akasema hivyo kwenye upande wa maduka, kwa hiyo hakuna kitu. Zile taasisi zinakuja kukomba kila kitu. Bi mkubwa akasema sawa. Maduka ni kweli alikuwa anadaiwa kama mnavyosema, lakini mume wangu alikuwa na store kubwa ya mazao, basi yauzwe na pesa tugaiwe sisi, maana tuna watoto watasomaje? Shangazi akasema hebu tulia wewe, kwani una haraka gani? Unafikiri sisi hatujui kama mnyinyi mna watoto? Hiyo store ipo
na mazao yatauzwa, wala hata msijali. Pesa ndio tutakuja kuigawa hapa, pamoja na pesa ambayo itatoka serikalini. Huko alikokuwa anafanya kazi yake ya ualimu. Kwa pesa zote tutakuja kugawana hapa. Muwe mnasubira. Na mshukuru tu kwamba mna nyumba zenu. Hapo sasa mama zetu wote ilibidi wakae kimya tu. Shangazi alijua kuongea. Wiki ya pili ikapita. Kimya. Wote bado tulikuwa tuko kwa bi mkubwa, yani mama yetu mkubwa. Siku moja mapema sana, mama mkubwa akaita pale kikao. Akasema, jamani, mmeshakaa sana na tumeshafagia. Nafikiri ni muda sasa kila mtu aende kwake sasa, ili tuendelee na maisha. Kwa mama zetu pale wengine ilibidi tuwakubali. Mama mkubwa akasema, kama kina wifi watakuwa wameshamaliza kufuatilia pesa huko, basi watawaiteni, kwa naombeni tu muende kwa amani sasa. Na mimi nipumue sasa, maana mmejazana. Na mme mwenyewe ameshaondoka, mnaendelea kukaa hapa ili iweje? Hapo mamangu akujibu kitu, alisimama na kisha akatukonyeza mimi pamoja na mdogo wangu. Kwa tukaanza safari ya kwetu sasa. Tulipofika nyumbani, mama aliangua kilio upya, alilia sana mpaka majirani kina mama Zinga wakaja pale na kumfariji sana. Walipika na kuongea naye mpaka usiku mwingi ndo wakaondoka. Walivyoondoka, mama alituita mimi pamoja na Serena chumbani kwake. Tukaenda. Akasema, wanangu, baba yenu kama mjuavyo ametuacha, na pia kama mnavyoona shangazi zenu wanatupiga tuchenga kuhusu mali za baba yenu. Hivyo nawaomba mjiandae kwa lolote. Tutaishi, lakini maisha hayatakuwa rahisi kama kipindi ambapo baba yenu yuko hai. Sasa hivi niko mimi mama yenu peke yangu, na kama mjuavyo sina kazi wala sina nini, ila nitapambana, mtasoma. Ninachowaomba tu wanangu, naombeni mfurahie maisha haya na mridhike nayo. Msije tamani maisha ya watu huko mitaani. Mjue kabisa hatulingani. Msije mkadanganyika. Serena, usije kadanganyika na wanaume ili upatiwe kitu. Jua tu kwamba mamako utanizika kabisa. Santos, usije ukijiingiza kwenye makundi mabovu kwa sababu ya maisha. Ukaingia kuvuta bangi, sijui kuwa kibaka, ukawa mwizi. Mamako nitakufa. Nitakufa, ubaki utahangaika na hii dunia. Naombeni msome sana Santos. Soma sana mwanangu, uje ule hii familia. Maana babako alisema haya kama maneno yake ya mwisho, ya kwamba soma sana mwanangu. Nikasema sawa mama. Haya, mwende mkalale. Nikamwambia mama, naomba nikuulize kama hutojali. Uliza tu mwanangu. Kwani baba amefariki vipi? Mbona sielewi? Babako alipatwa na pressure ghafla akiwa kazini kwake, akaanguka. Na tulipigiwa simu tukakimbia hospitalini. Tulipomwona alikuwa yuko hai, lakini baada ya muda alizidiwa, na ndipo alipofariki dunia baba yenu. Hapo mamangu aliongea huku machozi yakimtoka. Basi tulimkumbatia pale, na siku hiyo tulilala naye pale kitandani, maana alikuwa na huzuni sana. Siku zilipita, kina shangazi waliendelea pale kupiga chenga kuhusu pesa za baba kila siku. Yaani kila siku story mpya. Hadi mwishoni wakasema ya kuwa kazini kwa baba eti imeshindikana kupatikana zile pesa zake. Kwa maana kwamba hakuna sijui viambata, sijui eti baba alikuwa sijui atunzi risiti za mishahara. Yaani hivyo. Na kuhusu mazao wakasema eti kwamba walitapeliwa, eti mnunuzi alikimbia na mazao bila pesa. Hivyo kina shangazi walituweza ise. Wazazi wetu walichoka, walibaki hawajui sasa wafanye nini. Shangazi ndo alisema hivyo. Lakini shangazi maisha yake yalibadilika. Alikuwa anavaa vizuri, akafungua maduka na akawa na pesa sana, mpaka kanunua mpaka na pikipiki za biashara pale kijijini. Wazazi wetu hawakusema kitu. Wao walibaki tu bila hata ya pesa yoyote. Siku moja tulikuwa tuko ndani, majira ya mchana kabisa. Ilikuwa ni weekend, tunaongea na mama. Mama ambaye alikuwa anaandika vitu kwenye kidaftari. Mimi nikamuuliza mama, unaandika nini? Mama akasema, naandika mpango mwanangu. Nataka nianze kufuga hata vijikuku vya mayai, niweze kupata kipato kidogo. Nikamwambia, sasa mama, pesa utapata wapi ya kununua hao kuku? Mama akaniambia, nina akiba mwanangu. Chama kilinipa pesa na pia majirani nao walinipatia rambirambi.
na kikoba pia, na mashemeji rafiki za baba yako walinipatia pesa, kwa nimetunza. Ndio hiyo nitaanza nayo kununua kuku, na nitakuwa nanunua na vijimpunga na uzauza mwanangu. Mimi nikasema sawa mama, nitakuwa nakusaidia. Akasema sawa mwanangu, hapa napiga hesabu nijenge banda la hapo la mbao, ndo nifugie hapo upenuni. Nikasema sawa mama. Sasa tukiwa tunapiga story, ghafla upepo mkali ulivuma nje. Mama akasema kuna nini huko, mbona upepo mkali sana? Kwa mama akasimama alienda kuchungulia. Akachungulia dirishani. Mara akasema mama nini iko kinakuja? Hebu njoni muone wanangu, njoni muone. Mimi nikauliza mama nini tena? Nikanyanyuka pale na mdogo wangu Serena. Maki Serena naye akanifuata haraka kwenda kuchungulia. Tuliona vumbi zito linakuja linazunguka, yani mithili ya kimbunga. Nikasema mama, kimbunga iko kinapita. Mama akasema hiki kimbunga sio cha kawaida. Jamani ona. Na kile ni nini? Kile. Mama hapo alionyesha kitu kwenye kimbunga kile. Kwenye kile kimbunga kinavyokuja kulikuwa kuna kitu. Lakini hata kabla tujafanikiwa kukiona, ghafla humo ndani kukajaa vumbi mtupu. Mpaka kupumua tukawa tunashindwa. Kila ukivuta hewa unavuta vumbi. Nilihisi kifua kinabana, kifua kinauma kwa wakati mmoja. Mama akasema tokeni nje Santos, haraka tokeni nje. Basi tukakimbilia mlangoni. Hapo hatuoni huo mlango wenyewe, maana vumbi limejaa kumeshikana. Yani hata tujui imekuaje vumbi, yani vumbi limejaa. Maana mlango si tulifunga. Sasa vumbi limeingiaje ndani? Kimbunga kile chote kilikuja kuingia ndani, kilivuruga tu. Mpaka tukawa hatuonani. Na kimbunga kile huwezi kufumbua macho. Kimbunga kinakuja na vumbi, michanga, uwezi. Lazima ufumbe macho. Hatuonani. Ni sauti tu za vikozi, watu kukoa. Ndio vilikuwa vinasikika. Na mama tulimsikia pale mwanzoni tu alivyoongea. Baada hapo hatukusikia chochote. Nilihaha kutoka mule ndani, lakini vile vyumba nilikuwa nimevizoea. Nilitafuta mlango kwa hisia, nilipapasa kama kipofu, nikaukuta mlango, nikafungua, kisha nikatoka. Nilivyotoka nikasema hata ikabidi niwaokoe mama pamoja na mdogo wangu. Tukatoka nje wote tukiwa tunakohoa sana. Tulitizama juu, hatukuamini tulichokiona. Jamani, nyumba yetu iliyozuliwa paa lote. Yaani kulikuwa kama vile hakujawahi kuezekwa. Kimbunga kiliondoka na bati na mbao zake. Jamani, nyumba ilibaki kama pagala. Mama alipiga yowe kisha akakaa chini, alishika kichwa. Akasema Mungu wangu, majaribu gani tena haya? Nitafanya nini mimi? Tutaishije na wanangu sasa? Nyumba haina paa hii. Mamangu alilia sana. Mimi nilikosa cha kusema kabisa. Nikaona acha tu nizunguke kwa nyuma, labda nitaona zile bati na zile mbao. Nikazunguka, lakini hapakuwa hata na dalili za bati wala dalili za mbao. Jamani, kulikuwa ni kweupe. Japo baadhi ya miti na migomba ya majirani ilikatika hovyo. Nilishiwa nguvu sasa, maana maisha yameanza kuwa ni magumu sasa. Haya, tutaishi wapi sisi? Tutaishi wapi? Nilijikaza nikarudi kwa mama ambaye muda wote alikuwa analia huku akimtaja baba. Nilikumbuka maneno ya mzee Zinga ya kwamba mimi ndiye mwanaume wa nyumba hii. Ni lazima niwatizame mama pamoja na mdogo wangu. Nilijikaza. Nikasema mama, kulia hakutosaidia. Hapa cha msingi tuhamie hii nyumba kubwa tu mama. Mama akaniambia mwanangu, nyumba kubwa imeezekwa tu, haina madirisha. Chini ni vumbi, tutaishije humo? Mwanangu, na nje ni matofali matupu. Nikamwambia mama, tutaziba hata na matofali. Mbona watu wengi wanaishi tu nyumba ambazo hazijaisha? Sasa ukisema tulie, tutakwenda wapi mama? Kweli mwanangu, hatuna pa kwenda. Hebu sogeni hapa mnifariji mama yenu. Kwa pale tukamsogelea mama, tukamkumbatia. Mama akasema nashukuru kuwa na nyinyi wanangu, maana nyinyi ndo faraja yangu pekee mliobaki. Sasa tukiwa pale tumekumbatiana, alikuja mzee Zinga pamoja na mke wake. Mzee Zinga akasema jamani, mmepona nyie na kile kimbunga? Mama akasema hatujapona shemeji, pale tulimeenda kabisa, ona. Mzee Zinga alitazama akasema basi hiki kimbunga kilikuja na sababu.
Watu wengi sana wamelia, sio nyie tu. Nyumba kama 8 hapa kijijini zimeuzuliwa. Poleni sana shemeji. Asante. Mama Zinga naye akasema poleni sana. Pole sana rafiki yangu, haya ni majaribu. Pole sana, Mungu akutie nguvu. Mzee Zinga akasema sasa mmeamuaje? Mama Santos, mmeamuaje? Ndio nilikuwa kujadiliana hapa na Santos ameshauri tuhamie tu nyumba kubwa hata kama haijaisha. Ni kweli kabisa. Maana hapa nimesikia mwenyekiti wa kijiji anasema watatoa misaada kidogo kwa waliokumbwa na janga hili. Hivyo kama watatoa bati, wewe unaweza ukapata pesa, angalau upate pesa ya simenti na frame za madirisha ili uchapie ndani ya nyumba. Au wewe unaonaje? Kweli kabisa shemeji. Kwa sasa itabidi tu nihamie humo hivyo hivyo. Leo hatuwezi kulala kwenye nyumba hiyo isiyokuwa na paa na kuna vumbi jingi sana. Basi acha tusaidiane kuhamishia vitu shemeji. Ila kwanza niandalie ni maji. Mimi nitasakafia na tope kwenye vyumba vya kulala na sebule, angalau na jikoni kwa muda huu ili mpate unafuu. Sawa, nashukuru sana shemeji. Kwa hapo mzee Zinga kaondoka na baada ya muda alirudi. Akarudi na ndoo 2 kubwa zilizojaa udongo. Mimi na mdogo wangu Selena tulichota maji na kuweka kwenye pipa, wakati mama na mke wa Zinga walikuwa wanafuta vitu na kuvitoa nje. Mzee Zinga akasema huu udongo ndo wenyewe huu. Hamtowahi hisi ndani hakuna sakafu. Ngoja nimuone. Mama akasema na ujua sana huo udongo shemeji. Maana kwa wazazi wetu tumeishi nyumba ziko na sakafu ya udongo huo. Ila tu sikuwahi kujua kama na huku pia udongo huo upo. Mzee Zinga akasema upo mahali. Mimi tu ndo najua. Hapo mama alicheka. Mzee Zinga alitusaidia pale kusiliba ule udongo chini, yani kama vile simenti, kwa muda mchache sana. Tukasubiri kidogo pakauke, ndio tukasaidiana nao sasa kupanga vitu. Huku madirishani wakitupangia matofali na kuacha sehemu za kupitisha hewa tu. Maisha yetu yalianza hivyo. Vyumba vyetu vilikuwa ni vikubwa lakini havikukamilika kabisa. Kijiji kilitoa msaada wa bati pamoja na cement. Mama aliuza akaeka frame za madirisha. Nyumba kubwa hivyo tukapiga pale makaratasi. Akavuta na umeme pia. Akasakafia na nyumba nzima. Japo pesa nyingine alikuwa amechukua akiba yake na nyingine alipewa na misaada na vyama vyake. Angalau sasa tukawa tunaishi mazingira rafiki kidogo. Mama alitumia akiba yake yote. Hivyo maisha yakawa ni magumu sana. Unajua kuna muda hadi pesa ya kula nani ilikuwa ni shida. Hata sisi mahitaji ya shuleni ikawa ni kazi sana kupata. Muda huo hapo bado niko kidato cha 3 na mdogo wangu yuko kidato cha 1. Mama alimuhusisha mzee Zinga kuhusu hali ya maisha yetu ya kwamba ni magumu mno. Mzee Zinga akamwambia mama ya kuwa amuhusishe shangazi, amombe amsaidie kutusomesha sisi, angalau kutupatia mahitaji madogo madogo. Mama akasema sawa. Weekend moja mama alifunga safari ya kwenda kwa shangazi mkubwa. Maana yanaishi mbali kidogo na sisi. Ni kama umbali wa kilomita 16. Kwa alishinda huko siku hiyo, alirudi jioni lakini alikuwa hana raha kabisa. Sikuweza kumuuliza kwa sababu nilijua kwamba atakapokuwa tayari atatuambia ni nini kinachoendelea huko alikokwenda. Na ukizingatia mimi nilikuwa nikiingia kidato cha 4 na tukiingia kidato cha 4 tunatakiwa tuhamie wapi shuleni, kukaa huko kambi kwa ajili ya kuweza kujiandaa na mitihani ya taifa. Na mahitaji yanayohitajika yanakuwa ni mengi mno. Ni kama vile nakuwa niko bweni, yani hostel. Mama alirudi na samaki wadogo. Akapika pale tukala na ugali usiku. Tulipomaliza kula mama akasema, wanangu, nimeenda kwa shangazi yenu kumuomba anisaidie kununua baadhi ya vifaa vya shule kwa ajili yenu. Maana mama yenu mimi nimetingwa na nina madeni mengi sana, japo bado napambana. Shangazi yenu amekubali kuwalipia vitu hivyo, ila kwa masharti. Sharti la kwanza ni lazima mkakae kwake na muwe mnatokea kwake kuja shuleni, ndo atawalipia. Kiukweli swala hilo lilikuwa ni gumu sana kwa upande wangu. Yaani niondoke nimwache mamangu nikakae kwa shangazi, tena kulivyokuwa mbali vile. Nikamwambia mama, mimi hapana. Hatuwezi kukuacha hapa peke yako. Mama, mimi nitajitahidi kucheza mpira wa kulipwa na nitakuwa napata pesa na nitakupatia mamangu. Ila kwenda kuishi kwa shangazi si hapana. Kwanza kule mbali. Na pia shangazi mwenyewe hatujamzoea. Alafu jambo la tatu, wewe hatuwezi kukuacha peke yako hapa mama. Santos, hebu nyamaza.
Nyamaza na usije kurudia tena mambo yako hayo ya mpira. Unanisikia ninachokiongea? Baba yako amekufa lakini bado mimi niko hai na siwezi nikaruhusu wewe kufanya hayo yote. Mimi ndio mama yenu na ninahitaji kuwalea. Najua sasa hivi nimekwama lakini najipanga sasa ili msome sawa. Sawa? We Santos utaenda kwa shangazi yako. Lakini Serena nitabaki naye hapa. Nitakapokuwa sawa nitakurudisha, sawa? Hapo mama aliongea kwa ukali kidogo. Na mimi sikutaka kubishana na mamangu, nilijua kabisa kwamba mama anajisikia vibaya. Kiunyonge nikasema sawa mama, nimekuelewa. Ujiandae, kesho Jumapili utaenda mapema tu ili akakununulia mahitaji. Na kuhusu umbali wala hata usijali, atakuwa anakupatia nauli, unakuja shuleni na kurudi. Sawa mama. Nitakuwa nakutembelea, si ndio? Ndio mwanangu, kwa nini usinitembelee? Utaishi kwa shangazi yako lakini mimi bado ni mama yako mwanangu. Sawa mama, asante sana. Nguo zako si ulifua? Ndio mama, nilifua. Vizuri. Vizuri sana. Hapo tuliongea mengi na mama. Alinihusia nikawe mtoto mzuri huko na niwe nasaidia pia kazi. Nikasema sawa mama. Tulienda kulala na siku iliyofuata kwa huzuni sana nilijiandaa, maana mama alikuwa amenisindikiza kupanda gari kwa ajili ya kwenda kwa shangazi. Nikaenda kwa shangazi maana nilikuwa nakujua. Nilishuka nikaelekea dukani kwake, maana ndio maelekezo alikuwa amempatia mama ya kwamba nifike kwanza dukani kwake. Shangazi alikuwa na duka kubwa sana la nguo, tena anauza kwa jumla, na sehemu anayoishi yeye ndio mjini sana. Niliangalia nikakumbuka shangazi alikuwa na maisha magumu sana. Baba yetu ndiye alikuwa anamsaidia, lakini leo hii yeye ni tajiri. Na hizi najua ni pesa za baba tu. Ni baba tu, baada ya kufa utajiri wote shangazi kauchukua. Nilikuwa na shangaa. Hapo nilipokuwa na shangaa nilikuwa niko kwa nje. Mara nikasikia, "We Santos, unashangaa nini hapo? Unaacha kuingia ndani unisalimie." Nikasema, "Shikamoo shangazi." "Hebu njoo bana wewe huko ndani." Kweli nikaenda ndani. Akasema, "Hujambo?" Nikasema, "Sijambo, shikamoo shangazi." "Marahaba, za huko kwenu?" "Salama tu." "Mdogo wako yuko wapi?" "Amebaki nyumbani, mama amesema kwamba nije mimi kwanza." Kwa hiyo atakuwa anajiweza Ndio maana kambakisha huyo mdogo wako Na mimi nisihusishwe na lolote juu ya huyo aliyebaki huko. Sio manake mimi sihudumii mtu nisiyemuona. Sihudumii mtu nisiyenufaika naye. Tutaona sasa huyo Serena atavaa nini shuleni na atakula nini. Hapo kwenu maana hali mbaya. Mama yenu mwenyewe alikuwa anajua kupaka rangi tu za mikononi. Hana lolote alikuwa anajua kulifanya. Yaani hata sijui kwa nini mdogo wangu alichukua mzigo akautua tu ndani. Chamana alichokifanya ni kuzaa tu, ila mengine na ndio maana sitaki mimi kutuma pesa, sijui mahitaji yenu, sijui huko. Kanajua yeye atakula tu. Nachotaka ni yeye kuamka afanye kazi. Sitaki kulisha mimi mtu baki mimi. Nataka kulisha damu zetu tu basi. Shangazi aliongea haya maneno yaliniuma sana. Unajua alikuwa amemdhihaki mama yangu tena mbele yangu, lakini sikuwa na namna. Jamani, umaskini mbaya nye. Umaskini mbaya. Nilijikuta nabaki kimya. Shangazi akasema, "Hebu nenda wewe upande ule kule, kuna fundi kule kupima suruali za shule na shati. Kisha uje hapa uchague socks na begi la shule." Nikasema, "Asante sana shangazi." Kweli nilienda. Alikuwa amenielekeza ni humo dukani kwake. Alikuwa na duka kubwa sana. Huko nikakuta mafundi wawili wako na cherehani, walikuwa na shona pale. Mmoja akasema, "Wewe ndo Santos?" Nikasema, "Ndio." "Hebu njoo nikupime." Nikamsogelea, alikuwa ni mdada tu hivi. Akasema, "Ila Santos, wewe ni mvulana mzuri sana. Ulikuwa unawatesa sana wadada Asa huyu sister alipoongea hivyo, unajua mpaka niliona aibu. Nikacheka sana. Akasema, "Umejiona? Unakaa urefu na hii rangi, nadhani umechukua kwa mamako Hapo mimi nilibaki na cheka tu. Alizidi kunisifia huyu mdada huku akawa ananipima. Akamaliza akasema, "Ya tayari sasa chukua shati hilo hapo. Pima." Nikasema sawa. Nilichukua shati jeupe zuri tu. Lilikuwa limetundikwa nikavaa, likanitosha. Sasa kamwambia anti yako ya kwamba kila kitu tayari. Nikasema okay sawa. Nilimfuata anti nikamwambia. Nikachagua pale na socks na begi pamoja na daftari, na kisha akaniambia bodaboda itakupeleka nyumbani. Sawa, nikasema sawa shangazi. Kweli bodaboda alifika. Nilichukuliwa pale nikapelekwa nyumbani kwa shangazi. Nilifika pale nikakuta watoto wake wa kike wawili ambao ni wakubwa kwangu. Walikuwa wamekaa sebuleni wanaangalia TV. Watu niona wakasema,
mbona umechelewa? Nikasema nilipita dukani kwa shangazi. Haya, bora ingia jikoni jipikie mwaya. Ule ukimaliza osha vyombo vyote. Vipo kwenye karo hapo, nje hapo. Ukimaliza kajidekie chumbani kwako na ujiandae. Mama akasema kwamba uwahi kulala, maana shuleni kwenu ni mbali. Si unajua tena ni kama kilomita 16 au 17 hivi. Nikasema ndio. Amesema utatembea, hivyo uwahi kuamka. Yeye pesa ya nauli kasema hana. Sikuamini. Sikuamini kama kweli shangaza anaweza kuniacha mimi niende umbali wote huo shuleni, yani kilomita 16 sijui 17 kwa miguu. Nyie, so mchezo. Unatoka wilaya moja unaenda wilaya nyingine. Yani nilikaa kimya afu sikujibu kitu. Nikaingia jikoni. Vitu vingi jikoni havikuwa vigeni kwa sababu babangu alikuwa amenunulia mama. Kama hiyo sijui majiko ya gesi, sijui na nini, hivyo vivyo kwa nilipika pale ugali wa maana tu. Mboga ilikuwepo nikala na kisha nikatoka kwenda kuosha vyombo. Na vilikuwa vingi sana vyombo kwa sababu nilikuta mpaka walivyotumia wao vijaoshwa nikaosha. Alafu sababu hii kazi mimi nishazoea, mama alishanihusia sana. Sikuona shida. Japo moyo wangu uliniuma ndio kwa sababu sikuona kama wananifanyia sahihi na mimi ndo kwanza mgeni. Lakini niliosha vyombo, nikaambiwa pale ni deki nyumba nzima nikadeki. Mudoo wao walikuwa wamekaa tu wanaangalia TV. Usiku ndio walipika wao sasa chakula cha familia. Maana shangazi naye alikuwa amesharudi. Siku iliyofuata mimi nilimka mapema sana kwa ajili ya kujiandaa kwenda shuleni. Shangazi alivyosikia tu nimeamka niko na purukushani za kuchota maji kwenye kisima nje ili nikaoge, naye akamka pale akaja nje. Nikamsalimia akajibu. Akasema, "Wewe Santos, unachota maji nini?" Nikasema ninataka kwenda nikaoge. Sasa yuko hivi nisikilize. Nikamwambia ndio shangazi. Kila siku kabla ya kwenda shuleni hakikisha umejaza maji kwenye mapipa hayo mawili kwa ajili ya dada zako watumie siku nzima, na pia fanya usafi chooni na bafuni kila siku. Nikasema sawa shangazi. Haya, nauli hiyo hapo, hakikisha umejaza maji. Nikasema sawa, asante sana shangazi. Na ukitoka shule sitaki habari mimi za kupita sijui kwa nani, sijui mwanao, sijui mama yako. Nataka ukitoka shule ni wahi hapa kurudi. Hiyo pesa nimekupa. Nauli ya kwenda na nauli ya kurudi. Ukipoteza utajua wewe. Nikasema sawa, asante shangazi. Nilijibu huku nikawa najiuliza, kwa hiyo kwa mamangu siruhusiwi kwenda au ni nini? Au sijamuelewa alichokiongea. Sawa, nitafanya hivyo. Ili mradi nisome. Siku nilienda shule, nikaonana na mdogo wangu Serena. Sikumsimulia kuhusu walivyonipokea wala niliongea naye tu mambo mengine na nikamuuliza mama anaendeleaje. Basi nikamagizia pale nenda kamsalimie mama. Sasa mdogo wangu Serena akaniuliza, "Kwani kaka upitii?" Nikasema nawahi kwa aunti kule. Aunti kasema ni wahi. Sawa kaka. Kiukweli aunti naweza nikasema alikuwa ananipatia nauli tu. Na mimi nilikuwa namshukuru, nikawa hata siri yani mnajua ile nauli tu. Kwa hata shuleni kula nikawa siri mimi fresh tu. Shuleni nashinda na njaa fresh. Naenda kula nyumbani kwa aunti. Tena chakula cha kujipikia. Au kama ni kila shuleni basi ni rafiki yangu Thomas ndiye anayenipa. Akinunua yeye basi ananipa na mimi. Kweli wiki nzima nilikuwa naenda shuleni na kurudi. Sipiti kwa mama. Na nikifika nyumbani nilikuwa naosha vyombo vya kuanzia usiku mpaka mchana. Nachota maji, najaza mapipa na yani hivyo. Nikijaza maji mapipa wanatumia yote usiku. Kwa asubuhi najaza tena. Na nilichokuwa nakifanya kabla sijalala najaza. Na mkumbuke najaza mapipa kwa maji ya kuvuta kwenye kisima na ndoo. Nilikuwa nachoka sana kiasi kwamba hata kusoma sasa usiku nilikuwa nashindwa. Maana nikishika daftari nasinzia. Wiki ya pili sasa ilifika. Aunti aliacha kunipa nauli sasa. Nikawa natembea umbali huo kwenda na kurudi shuleni. Imagine, na bado kujaza maji asubuhi kama kawaida. Kiukweli nilikuwa nachoka sana. Hata mama pia sikumwambia. Mwezi ulipita maisha yangu yakawa ni magumu mno. Nikafanya na mitihani nikawa nimerudi nyuma. Yaani nikimaanisha kwamba nilikuwa nimefeli mno. Kwa sababu sikuwa na muda wa kusoma, nachoka sana. Tena hata nyumbani nikifika kwa shangazi kwenyewe, waliniambia nisiwe napika. Nitakuwa nakula chakula cha usiku tu. Hivyo naosha vyombo walivyokulia wao chakula, nafanya usafi, navuta maji. Kiukweli nilijikuta namkumbuka sana babangu. Niliona kabisa pengo la baba katika maisha yangu. Tena pengo lenye ni kubwa sana. Lakini kwa kuwa mimi ni mwanaume, acha nivumilie, nisome.
Hata kama nakula mlo mmoja usiku tu fresh, nilijikaza. Jinsi siku zilivyozidi kwenda ndivyo mateso yalivyozidi sasa. Maana hata huo usiku nikawa napimiwa chakula. Napewa chakula kadogo. Tena mimi chakula changu kilikuwa ni ugali na dagaa. Wakipika wali, basi kawali kadogo na dagaa au maharage. Kila siku nikawa naambiwa kwamba mimi nipike, lakini pale unakuta wamepika nyama, samaki. Lakini mimi naambiwa nipike. Kwa maana hiyo mimi sitaki kula vitu vya maana. Nikipika na wao hapo jikoni. Na hapo bado kila siku natembea kwa miguu tena umbali mrefu kwenda shuleni na kurudi. Hivi imagine utanenepa kweli? Nilikonda sana. Na hapo shangazi alinizuia kabisa kwenda kwa mamangu. Akasema akija kujua kwamba nimeenda, basi atanipiga niwe. Na mamangu atamfukuza kwenye nyumba ya mdogo wake. Niliogopa sana, hivyo nikawa siendi. Na hata shuleni nikawa namkwepa sana Serena kuonana naye. Maana nilikonda mno, sikuwa napewa hata mafuta kujipaka. Nilikuwa najipaka sabuni usoni na miguuni ili nisipauke, lakini mwilini nilikuwa nimepauka mno. Sikujua ni kwa nini shangazi ananizuia kutokumuona mama yangu. Lakini kuliko mamangu afukuzwe nyumbani, bora tu nivumilie. Rafiki yangu Thomas aliniona na hali yangu ya maisha. Akawa ananiona jinsi ninavyotembea. Akaniambia, unajua Santos, utakufa wewe. Kwa nini usimwambie mama yako urudi kwenu? Mbona siku zinavyozidi kwenda hali yako inazidi kuwa mbaya kaka? Nikasema, Thomas, hujui tu jinsi gani nimemkumbuka mamangu. Hujui tu jinsi gani ambavyo namuwaza sana babangu. Tomo, hujui ninayopitia. Lakini acha nivumilie nisome. Sasa unavumilia nini hapo kaka? Mbona sare zenyewe za shule zimeanza kuisha? Mbona umekonda hivyo na una raha? Hadi testi tu hizi mwanangu unafeli darasani. Mimi nakuonea huruma mshikaji wangu. Nikasema ni Mungu ni mwema atanipigania Thomas. Haya bwana. Kwa niliendelea kuvumilia. Siku moja muda wa kutoka shuleni ulipofika, niliongozana na Thomas tunatoka sasa eneo la shuleni. Mara nikamwona mamangu alikuwa amesimama kwa mbele hivi. Yeye hakuniona wala nini. Alikuwa amevalia vitenge vimechakaa sana. Na yeye mwili wake mama umepungua mno. Moyo wangu uliniuma sana. Nilitamani asinione mamangu, lakini nikawa namwaza. Alipogeuka aliniona. Mama alizubaka akawa ananiangalia. Nilimsogelea mamangu, machozi yalikuwa yanamtoka. Akaniambia, Santos mwanangu, ni wewe huyu nimuonae? Nikasema ndio mama, ni mimi. Shikamoo mama. Mamangu alishindwa kujibu. Pale pale alikaa chini akasema, Mungu wangu, nilipokosea mimi basi naomba unisamehe. Mungu Baba, nifungulie milango mimi nimlee mwanangu. Niwalea hawa wanangu jamani. Mume wangu, ona mtoto huyu sasa. Sasa mimi kuona vile, kusema ukweli, nilijisikia vibaya sana, niliumia sana. Nilikosa hata nguvu ya kumnyanyua mama yangu. Thomas alinisaidia. Akamnyanyua mama huku akawa anamfariji. Mama alilia sana. Alinishika mkono akaniambia twende nyumbani. Nikamwambia mama, nitachelewa, nataka nikapande gari. Nataka nikapande gari muda huu mama. Muda umeenda. Mama akasema, najua wewe hupandi gari mwanangu. Najua unatembea kila siku kilomita 16 kwenda na kurudi. Mwanangu, naumia mimi. Naumia Santos. Kwa nini hujaniambia mwanangu? Ona mwili wako mwanangu jamani, umekuwa kama mgonjwa. Hata nywele zako mwanangu zimepukutika. Kwa nini wanakufanyia hivyo nini? Wanakufanya nini mwanangu? Twende nyumbani. Thomas akaniambia, Santos, acha ubishi. Huyo ni mama yako. Humwona anavyoumia? Kweli mama anaumia, sikubisha. Tukaongozana mpaka nyumbani. Thomas naye akaenda kwao. Nilimkuta pale mama amepika ugali na kisamvu cha karanga. Akaniambia, kula mwanangu. So chakula kizuri, lakini mama yako nimepika kwa upendo. Niliona kama mama amenipikia sijui nini aisee. Nilikula mno. Nilipomaliza nikaongeza tena. Muda wote mamangu alikuwa analia. Nilipomaliza nilimshukuru sana mama. Nikawa pale natoa vyombo. Mama akaniambia, acha mwanangu. Acha nitatoa mimi mwenyewe. Nikasema hapana mama. Wewe pumzika, mimi nitatoa. Mama akasema, hata usijali mwanangu. Kaa hapo uniambie nini kinachoendelea huko. Nikasema mama, kule kuko vizuri tu, hakuna hata shida. Hapana mwanangu,
mbona umekonda hivyo na unatembea kwa mguu kila siku? Wanakutesa au kuna nini? Nikasema hapana mama, nakonda kwa sababu ya kutembea tu kwa mguu. Kweli Santos, ni hilo tu? Nikasema kweli mama. Sawa, kama ni kweli basi rudi hapa nyumbani, mimi nitapambana. Nikamwambia mama, bado mwezi huo mmoja tutufunge shule, likizo kubwa, na mwakana umesema kwamba inatakiwa tukae kambi shuleni. Pesa utatoa wapi mama? Acha tunivumilie na kisha mimi nitahamia kambi. Naumia sana mwanangu. Lakini mzee Zinga alisema ukija hapa nimjulishe, ngoja nimpigie. Kweli akampigia mzee Zinga na mzee Zinga akasema anakuja. Kweli hakuchelewa, mzee alikuja na mwanae muda huo huo. Huyu mtoto wake anaitwa Wito. Nilimsalimia mzee pamoja na kaka Wito. Amenizidi kidogo. Mzee Zinga akatikele salamu yangu huku akiona nisikitikia jinsi alivyokuwa ameniona nimekonda. Mama akasema ndio hivyo shemeji, mwanangu anatembea umbali mrefu kama nilivyokuambia. Mzee Zinga akaniambia pole sana mwanangu Santos, na ndio maana nimekuja na kakako hapa Wito, maana siku hizi amerudi na anafanya shughuli zake hapa vijijini. Yeye amesema atakupatia baisikeli angalau ikusaidie. Unajua kusikia hivyo sikuamini kabisa. Nilipiga magoti mimi pamoja na mamangu. Tukawa tunashukuru sana. Mzee Zinga pamoja na kaka Wito wakatunyanyua. Mzee Zinga akasema baba yako alikuwa ni rafiki yangu sana. Baba yako alinisaidia mengi sana. Ila ndio dunia tu. Sina uwezo na mimi nahangaika, lakini nikiwa nacho siwezi kuacha kuwakumbuka. Mama akasema asante sana shemeji, Mungu akubariki mno. Mzee Zinga akasema ukiona uko maisha magumu sana rudi nyumbani, tutahangaika wote hapa na utasoma tu. Nikasema sawa. Basi nilitoka nje nikapewa hiyo baisikeli. Ilikuwa tu ni ndogo ya gia, inanifaa kabisa. Nilishukuru mno. Nikaaga pale na kuanza kuondoka huku nikiwa na waza kwamba nitaenda kumwambia nini shangazi. Nilifika nikaipaki kibarazani kama kawaida. Kina dada walikuwa wako busy na TV. Nilibadili nguo na kuanza kazi zangu huku nikiwa nimeshiba vizuri nyumbani kwa mama yangu. Nilimalizia kazi, niliweka basikeli yangu store. Nilianza pale kuitumia. Wiki 3 zilipita, hakuna alijua kwamba mimi nina baisikeli, maana nikirudi shangazi hayupo, kina dada wako ndani, na nikiondoka wamelala. Kwa nilipata unafuu mkubwa sana, na pia mama alikuwa ananiagizia sana chakula kwa sherehe na shuleni. Au sometimes ninatoroka muda wa mchana naenda kula nyumbani, maana nyumbani kwa mamangu na shuleni hapakuwa mbali. Kwa kidogo kamwili kakaanza kuja. Nilishazoea shida kiasi hadi nikawa usiku nasoma sana. Naloweka miguu kwenye maji, japo shangazi akaanza kunizuia. Anasema kwamba mimi namaliza umeme wake kukesha na taa zikiwa zinawaka. Basi nikawa nasoma tu kiasi. Wiki ya mtihani wa kumalizia kidato cha 3 kutufunge shule ilifika. Kwa tulianza pale mitihani vizuri kabisa. Sasa ukabaki mtihani wa mwisho sasa. Nilirudi kwa aunti na ikiwa najua kabisa kwamba nikimaliza mtihani narudi nyumbani kwa mamangu. Lakini usiku shangazi alivyorudi akauliza namaliza lini mitihani? Nikamwambia kesho. Akasema bora tu ukimaliza tu utaenda kwenye mashamba yangu ya mpunga huko ukafanye kazi ili utafute pesa ya kununua mahitaji. Na pia habari ya hiyo kwenda kukaa sijui kambi huko sitaki kuisikia. Utasoma iko kidato cha 4 ukitokea hapa mpaka umalize, maana najua kama ni wakuferi ni wakuferi tu. Maneno yake shangazi aliniuma sana. Unajua niliwaza sana, sasa itakuwaje? Unajua sikumjibu. Akaniambia unanisikia wewe? Nikasema ndio shangazi. Sasa mbona ulikuwa hujibu? Muangalie. Yaani wewe mjeuri kama laye mamako. Aliamua kuolewa na mtu mzima sana kisa tu pesa. Sasa hivi kiko wapi? Amepauka kama mzee binti mdogo kabisa. Moyo wangu uliniuma, machozi alinilenga, nilijikaza kiume. Akaniambia hebu nitokee hapa bwana. Unaniteka chefu na msula wako, umefanana na mamako kama mwanamke. Sijui kama utoka mwanaume mzima wewe. Wewe nina wasiwasi na wewe. Maneno ya shangazi yaliniumiza sana kusema ukweli. Niliondoka huko chozi likinitoka. Nikajamba hapa sopa kukaa hapa. Bora tunarudi nyumbani tu. Nikawaza kabisa siku inayofuata na beba na begi langu asubuhi ninavyoenda shuleni narudi nyumbani kwa mamangu. Siwezi kuendelea kuishi mahali kama hapa na tukaniwa mpaka na mama yangu.
na mimi mwenyewe pia natukanwa na wanaume wangu huu? Hapana. Kwa niliingia chumbani nikapanga nguo zangu na kisha nikashika pale daftari nisome, lakini sikuweza kabisa. Nilikuwa na hasira mno. Niliwaza karibia usiku mzima. Nikapanga na mipango ya kwamba nitacheza mpira kwa kificho mpaka nipate pesa za kambi. Kwa nikalala zangu. Nilikuja kuamshwa na maji ya baridi karibia ndoo nzima. Nilimwagiwa usoni. Nilishtuka. Nilikurupuka nikakaa. Natizama hivi namuona Mgambo. Yuko na mavazi yake pale. Huku pembeni yuko shangazi pamoja na wanae. Shangazi akasema, kamata huyo mwizi aende ndani akaozee huko. Hawezi kuniletea mimi baisikeli za wizi ndani kwangu, mshenzi mkubwa wewe. Amefundishwa wizi huyu. Kama mama yake vile alivyokuwa maskini. Funga pingu haraka. Mgambo, sitaki kumuona ndani kwangu. Sasa hapo unajua sikuelewa kinachoendelea kabisa. Maana mimi mbona baisikeli sijaiba? Mgambo alikuwa na pingu akaanza kunifunga. Mimi nikasema, shangazi, mbona mimi Sasa kabla hata sijamaliza kujitetea, nilizabwa kibao iko na Mgambo, akaniambia, kelele mpumbavu wewe. Hapo mara mtoto wa aunti akasema, unaona? Umefunga begi lako vizuri, ulitaka kutoroka na baisikeli ya watu Huyu mimi niliwaambia ni mwizi mzoefu. Pesa zako mama zilikuwa zinapotea, unasema ni sisi, lakini jambazi ni hili hapa, si unaliona? Na ukipekua ndani ya begi lake lazima tu utakuta vitu. Mgambo akasema, bebeni hilo begi twendeni nalo kituo cha polisi. Mwenzangu anakuja na kidhibiti hiyo baisikeli. Wewe twende huko. Hapo alinikamata. Alikuwa amenikamata kwenye suruali yangu kwa nyuma, akaninyanyua. Basi na huu wembamba wangu nilinyanyuliwa kibindo juu. Nikawa na kanyaga chini kwa kuchechemea kwa vidole. Yes, kwa mimi macho yangu, unajua mpaka machozi yalinitoka. Kwenye hili sikuweza hata kujizuia. Yaani kiukweli sikujua ni kwa nini shangazi yangu ananifanyia hivi mimi. Sababu hajaniuliza kuhusu baisikeli na mimi sijaiba na wala sijawahi hata kuingia chumbani kwake. Sasa hizo pesa zake mimi nimeibaje? Nilimkumbuka baba yangu. Nikakumbuka huyu shangazi alivyokuwa anakuja kuomba pesa na mahindi kwa baba, akisema kwamba watoto wake hawana chakula na mume wake amemkimbia. Babangu alikuwa anampatia mahindi, mpunga, anampa na alizeti akachuja mafuta, anampa na pesa, na pia alikuwa anawanunulia mahitaji watoto wa shangazi ya shule. Lakini mimi leo hii naitwa mwizi. Unajua nilikaa kimya sana, huku nikisema, Mungu, naomba unisaidie. Kati ya vitu ambavyo mama yangu aliweza kutufunza ni kuwa na hofu ya Mungu na kuhudhuria kanisani kila Jumapili na kufuata mafundisho yote ya kanisa. Nilimwita Mungu kimya huku nikikokotwa nimefungwa pingu, napita barabarani juu. Eti mimi ni mhalifu. Watu wananishangaa na wengine wanasema dawa ya jambazi ni kuchomwa tu na tairi. Eti huko kituoni ni kwamba nitatolewa tu. Niliumia sana. Sikuwahi hata kuiba hata mboga tu jikoni. Lakini leo hii mimi naitwa jambazi. Niliumia sana. Nilifikishwa kituoni. Nikapigwa ngumi nzito ya mgongo na yule Mgambo. Nikaenda chini. Polisi akasema, huyu ndo jambalika aliyeiba baisikeli. Anti akasema, ndo huyu afande. Na alitaka kutoroka. Tumekuta amepanga nguo zake kabisa na pia kuna pesa zangu zimepotea na hisi ndo alitaka ziwe safari, maana dada zake walimsikia akiongea na mtu ya kwamba wanataka kwenda kufanya vibarua machimboni huko. Hapo mimi nilishangaa sana. Uongo wa anti jamani. Nilichoka. Nilichokitaka mimi ni kwenda tu kwa mama yangu tu na sijawahi kuiba pesa. Polisi akasema, hebu toeni nguo moja baada ya moja kwenye robegi haraka sana. Hapo mtoto wa anti aliyeitwa Hilda akaanza pale kutoa nguo. Alitoa moja. Ghafla zilianguka pesa. Mpaka mwenyewe nilishangaa. Maana sikuwa hata na senti 100. Anti akasema, unaona? Mtoto jambazi huyu tangia kakangu amefariki. Mamake amekuwa akimtuma kuiba pesa ili wale. Unaona? Si pesa yangu hii. Hapo mimi nikasema, shangazi, mimi sijaiba. Mimi sijui hizo pesa zimeingiaje katika begi langu. Yule Mgambo alianza kunipiga, alinipiga kipigo kitakatifu. Nilivimba. Damu zilinitoka mdomoni. Alinipiga huko akisema kwamba pesa ina miguu, pesa ina miguu. Kwa imetoka kwenye pochi ya shangazi yako, imekuja imeingia kwenye begi lako, si ndio maana yake? Nitakupiga mpaka useme umeiba. Ndio nitakuachia mshenzi wewe. Mgambo anaongea hivyo kwa ananipiga, lakini moyo wangu uliniuma kuliko hata kipigo chenyewe alichokuwa ananipatia. Nililia mno, nililia kwa uchungu, lakini moyoni nilijiambia kwamba sitokili kitu chochote ambacho mimi sijakifanya. Mimi sio mwizi.
Basi mgambo alinipiga sana, huku akisema kwamba sema uliiba, sema umeiba baiskeli. Mimi nilikaza na kusema kwamba sijaiba kitu, mimi sio mwizi. Nilipoona kipigo kinazidi, maumivu ni makali, nilipaza sauti nikasema, babangu umekufa, umeniacha, sijawahi hata dokoa mboga, lakini leo hii mimi naambiwa nimeiba wakati sijaiba kitu chochote baba. Hii baiskeli amenipa rafiki yako Mzee Zinga. Babangu njoo nichukue, nimechoka baba, naonewa mimi baba. Kwa nini ulikufa nikiwa bado niko mdogo baba? Hapo niliongea maneno hayo kwa uchungu. Moyo ulijaa huzuni kwa sababu nilikuwa napigwa bure, nilionewa. Mamangu alitukana na mtu ambaye ni damu ya babangu. Kweli? Mgambo sijui alipewa pesa, lakini aliendelea kunipiga kwa nguvu kiasi kwamba sasa maumivu nikawa siyasikii mwilini. Mwili ulikufa ganzi kabisa. Nikaanza hadi kusikia kwa mbali, lakini hata sioni. Mara nikasikia yule polisi anasema, "Hebu acha usimpige huyo mtoto." Baada ya hapo sikujua nini kimetokea. Nilikuja kupata fahamu niko hospitalini na pembeni yangu nilikuwa namuona Mzee Zinga pamoja na mke wake na mdogo wangu Selena akiwa analia sana. Sikujua hata nimefikaje pale na mamangu wala sikumuona. Nilitaka kuweza kuongea lakini hadi mdomo ulikuwa ni mzito. Nilijitikisa, Mzee Zinga akasema, "Santos, umeamka?" Hapo nilimtizama huyu mzee huku nikitikisa kichwa kuonesha kwamba nimekubali. Akasema, "Tulia, bado hauko sawa." Hapo mimi ndo nikakumbuka kila kitu kilichokuwa kimenikuta. Basi maumivu ndo yakarudi upya. Nikaapa kwa sauti nikasema, sijaiba kitu mimi. Sijawahi kuiba hata mboga. Mbona mnanionea mimi? Mbona mnanionea? "Santos, pole sana, lakini naomba ujikaze. Sawa? Uko mikono salama sasa hivi mwanangu. Uko salama kijana wangu." Mzee Zinga alipoongea hivyo mimi nililia sana. Unajua nilijitazama afu nilikuwa nimevilia damu mikono na miguu, maana nilijikuta nimevalishwa kaptula. Moyo wangu mimi ulijana huzuni sana. Nikasema, mamangu yuko wapi? Mamangu yuko wapi? Hapo niliongea kwa tabu, maana mdomo wangu ulikuwa ni mzito kama kilo kadhaa hivi. Nilijishika nikakuta nimevimba vibaya sana mdomoni. Mama Zinga akasema, "Nahangaikia malipo mwanangu, wala tosijali." Nikasema sawa. Nilishinda hiyo siku nzima mpaka usiku, lakini sikumuona mama yangu. Na siku iliyofuata nikauliza tena, mamangu yuko wapi? "Naombeni msinifiche. Serena, mdogo wangu, naomba uniambie ukweli." Serena nipo akaniambia ukweli kwamba mama anaumwa kaka. Amelazwa hospitali hii. Alivyokukuta na ile hali alianguka na yeye na inasemekana pressure yake iko juu mno. Kwa kaka jikaze, mama hali yake sio nzuri. Mnajua mimi baada kusikia hivyo mamangu kwamba hali yake sio nzuri, kiukweli sikujisikia maumivu tena moyoni. Nilijikuta tu nimejikaza, nikanyanyuka, nikasema, "Mzee Zinga, naombeni mnipeleke nikamwone mamangu. Hata kidogo tu aone kwamba mimi niko sawa. Naombeni sana, na waomba. Msiponipeleka basi nitajijua." Mzee Zinga kusikia hivyo akasema, "Santos, haina haja ya kuyasema maneno hayo. Mimi nitakupeleka kwa mama yako, wala tusijali. Usiwaze hayo mwanangu." Nikasema sawa. Kwa walinishikilia na kisha pale wakawaomba manesi na kuwaambia kwamba hali ya mama inategemea na uzima wangu. Hivyo wakaniruhusu kwenda kwa sharti la kwamba nikimwona tu nirudi, kwa sababu na mimi mwenyewe hali yangu sio nzuri. Nikasema sawa. Kwa nilishikiliwa pale na kina Mzee Zinga mpaka wodi ya wanawake. Maana kutembea kwangu ilikuwa natembea kwa tabu. Nina maumivu sana ya kipigo. Nilipoongea wodini nikasema natembea mimi mwenyewe ili mama aweze kuniona. Mzee Zinga akasema sawa. Kwa hiyo aliniachia huko. Serena akawa anaongoza nje taratibu. Nilimfuata mpaka alipokuwa mama. Maskini mamangu alikuwa amelala, anatizama juu, uso wake ulijao na machozi. Niliumia, nilijikaza, nikasema mama. Mama alivyosikia hivyo alishtuka, akageuka kunitazama. Machozi yalimzidi kumtoka. Akasema, "Mwanangu Santos, mwanangu, pole sana mwanangu. Naomba unisamehe kwa kukupeleka kule. Nilidhani ana nia ya dhati, sikujua na kupeleka kukutana na kifo chako mwanangu. Nisamehe kwa kufeli kama mama mwanangu.
nisamee mwanangu, wewe sio mwizi. Nimekulea mimi mwenyewe, hujawahi hata kuiba shilingi mwanangu. Mamako nimefeli mimi, nisamee sana Santos wangu. Walitaka kukuua kwa sababu ya kufeli kwa mama yako. Mamangu, wewe ndo nguzo yangu. Umenilea vyema na wala hujafeli mama. Nakupenda sana mama. Wewe ni mama bora sana kwangu. Naomba usiwaze mama. Nahitaji upone, turudi wote nyumbani. Hapo mamangu alilia sana mpaka kawa anashindwa hata kupumua. Tulikuja kutolewa pale na manesi ili waweze kumhudumia mama. Mimi nilizidi kuchanganyikiwa. Hali ya mama ilinitisha sana kiasi kwamba sasa nikawa sitaki kuondoka nje ya wodi aliyokuwa hapo mamangu mpaka nijue hali yake. Tulikaa pale nje, manesi wakaja kutuambia kwamba amepumzika na yuko vizuri, wamempatia dawa. Mimi sikuridhika, nikaomba tu angalau nimuone mama yangu. Wakasema sawa. Niliingia nikamuona, kweli mamangu alikuwa amelala. Nikatoka nikapelekwa wodini kwangu, maana na mimi pia hali yangu haikuwa nzuri. Nilikaa siku 4 huku nikitibiwa pale. Mamangu aliwahi kuruhusiwa baada ya kupewa ushauri sana, akawa anakuja kunihudumia na mimi pia. Ila alikuwa ni mdhaifu sana mamangu. Niliruhusiwa, lakini bado nilikuwa niko na majeraha. Nilikuwa bado sijapona vizuri kabisa. Nilifika nyumbani, nilikuta ile baiskeli iko pale nje. Sikuamini kabisa. Unajua nilitazama na sikuamini kama niko nyumbani. Kwa sababu nilishakata tamaa, nilijua mimi nakufa. Nikasema mama, ilikuwaje baiskeli hii? Niliambiwa kwamba mimi nimeiba, lakini iko hapa. Na mimi nilitokaje kule kituoni. Mwanangu, ingia kwanza ndani, kila kitu utakijua. Nikasema sawa mama. Niliingia ndani. Mama alinisindikiza mpaka chumbani kwangu. Nikalala kitandani. Mama akaniambia nikuletee chungwa mwanangu, ule kidogo. Nikasema sawa mama, asante. Basi kweli aliniletea kanipo pale, nikaanza kula. Akaniambia mwanangu, mimi nilipigiwa simu na mtu alikuwa anafahamiana na baba yako. Akaniambia ameona wamekufunga pingu unapelekwa kituoni. Mwanangu, nilikuwa na mama Zinga. Hapo nilianza kukimbia kuja. Ndo mama Zinga akawa ananifuata na akawa ananiuliza kuna nini, lakini mimi sikuweza kuongea, tumbo lilikuwa linaniuma mwanangu. Jinsi yule baba alivyoniambia, nilipatwa na uchungu sana. Mama Zinga akachukua ile simu akampigia yule baba, na hapo ndipo akajua kilichotokea. Kwa hiyo mama Zinga ikabidi ampigie mume wake. Mume wake akazima pikipiki akaja kutubeba, ndo tukaje kituoni. Nilikukuta mwanangu. Hapo mama alishindwa kuendelea. Nikamwambia mama, basi bora ulipofika mamangu. Mwanangu, nilikukuta umelala mwanangu, hujitambui. Wamekupiga mwanangu kama jambazi kwa baiskeli uliopewa na wasamaria wema, kweli mwanangu. Shangazi yako yule, mimi Mungu atamlipa, lakini mama, cha msingi niko hai. Mungu atatusaidia hayo mengine. Mama, nilikuwa na mtihani shuleni mama, sijafanya na sijui itakuwaje. Usijali, tulishaenda kuomba ruhusa. Kwa hiyo mlinitoaje? Yule polisi alitusikiliza vizuri. Nadhani Mungu alimtembelea akatusaidia na kukutoa. Hata pesa matibabu alimwambia mgambo, wakakupatia. Shangazi yako alikasirika sana. Sijui shangazi yako ana moyo gani. Mama, tumwachie Mungu. Siku zilienda, hatimaye mwaka mwingine, kwa sababu nilikuwa nafanya vizuri, niliingia kidato cha 4 bila hata kufanya mtihani mmoja. Niliingia kidato cha 4 bila hata kufanya huo mtihani mmoja uliokuwa umebakia. Mamangu alijitahidi, alipata kigodoro na mahindi na pesa kidogo, nikamia kambini sasa shuleni. Kitendo cha kuishi shuleni, niliendelea kucheza mpira kila siku. Kila siku mazoezini sikosi. Basi kutokana na uchezaji wangu nilikuwa ni maarufu sana na nikawa na marafiki wengi, hasa wadada walinipenda sana. Japo mimi sikuwahi kujiingiza katika mapenzi kabisa. Nilikuwa nacheka nao na kuongea nao sana tu.
Miezi 4 ilipita sasa, ilibidi tutoe tena michango kama mahindi na pesa ya mchele. Mimi mama yangu akawa hana. Hivyo hakutoa. Siku moja ilikuwa ni siku ya wali. Kama kawaida tulipanga foleni. Mimi hapo sijatoa michango na kula chakula cha watu tu. Mama hana kabisa hela. Foleni ilisogea vile vile. Nilikimbilia mbele, zamu yangu ikafika, nikakinga pale wali. Ile nimepiga hatua, Mwalimu Mwalongo bwana, ambaye alikuwa ni mwalimu, akafika pale. Mara kanita. Akasema, "Wewe Santos?" Nikaitika, "Naam." "Umekinga wale, umetoa mchango?" Nikakaa kimya. Hapo nauliza kwa nguvu. Kuna wanafunzi wengi, maana mimi nilikuwa wa mwanzo kabisa kuchukua. Unajua ile kuibaiba ile msosi ile. Akaniambia, "Mbona ujibu? Yaani wewe mpumbavu, michango hujatoa na unakimbilia kula jasho la wengine? Una uroho wako Hebu rudi hapa." Mikinyonge sana nikarudi. Mwalimu akasema, "Haya. Mimi na chakula kwenye sufuria, mshenzi wewe. Na leo iwe mwanzo na mwisho kuja kukinga chakula, maana wazazi wako si wanafikiri kwamba hiki ni kituo cha wasiojiweza. Wanakuleta ule bure hapa. Unakula bure vya wenzio. Mimi na chakula alafu potea." Mimi nilibaki nimesimama tu. Mwalimu alinyang'anya pale sahani, akamimina kile chakula kwenye sufuria na kisha akanitupia ile sahani. Akasema, "Toka hapa, mboya wewe." Hapo wanafunzi wote walikuwa wananitazama. Asa nilijisikia vibaya. Maisha haya. Nilihisi kufedheka kusema ukweli. Nilitamani ardhi ipasuke na ingie ndani. Ni aibu. Nilianza kuondoka kwa aibu, huku nikiona nimeiacha ile sahani yangu alikuwa amenitupia Ticha Mwalongo baada ya kuninyang'anya na kumimina kile chakula kwenye sufuria. Nilipiga hatua na Ticha akasema, "Wewe mpuzi, wewe una kiburi sina maana yake. Hiyo sahani yako unamwachia nani hapo? Hebu rudi chukua hiyo sahani yako, mpumbavu mmoja wewe." Nilirudi kinyonge, nikachukua ile sahani huku nikiona tabasamu la uchungu. Tabasamu la uchungu sana. Alinitazama na kisha akasema, "Hakuna cha bure kwenye hii dunia. Sasa waambie wazazi wako watoe michango, walete chakula, vinginevyo utashinda sana njaa. Kwanza kesho nisikuone hapa, uende kwenu ukachukue chakula, bwege mmoja wewe." Nikamwambia, "Sawa Ticha." Hapo nikaondoka nikiwa nina maumivu makali mno moyoni mwangu. Lakini usoni sikuacha kutabasamu. Nilishajifunza kama mwanaume sipaswi kulialia, lakini laiti kama kifua kingekuwa kina kioo, moyo wangu ungeonekana jinsi nilivyokuwa nimeumia. Unajua nilihisi kama navuja damu ndani kwa ndani. Nikiwa natembea kuondoka lile eneo la chakula, nikasikia, wewe Thomas, unakwenda wapi? Ukipiga hatua moja nyingine hapo nitakachokufanya utajuta kuzaliwa." Hapo mimi nikajua rafiki yangu Thomas alikuwa ananifuata. Nilifarijika. Nilitoka nikaenda moja kwa moja mpaka uwanjani nikakaa. Kiukweli nilipokaa uwanjani niliwaza mambo mengi sana. Nilimwaza mamangu, hali yake. Siku hizi hali yake sio nzuri, anaumwa sana. Pressure inamsumbua. Na endapo akilijua hili tena, jamani, sitakufa mamangu. Sasa kesho nikirudi kufuata michango itakuwaje? Maana najua kabisa mamangu hana pesa, na kama angekuwa amepata angeleta. Sasa nitafanya nini kusema ule ukweli? Lakini moyo wangu uliniuma. Moyo wangu uliniuma sana na sikujua nifanye nini. Niliwaza au niache shule. Ona ninavyodhalilika. Mungu, naomba unisaidie. Mimi nisome, nisahau haya maumivu. Nije niwe msaada kwa mama yangu na mdogo wangu. Maana kipindi hiko mdogo wangu alikuwa anavaa nguo zimechakaa sana, zimechoka mno, kiatu kimeshonwa sana, na bahati nzuri ni kwamba viatu anatushonea mzee Zinga, tena bure kabisa. Bila hivyo ISS ingekuaje? Kiukweli nilijawa na mawazo mengi sana kiasi kwamba sikusikia hata kama kuna mtu anakuja nilipokuwa. Nilishtuka, nilikuwa nimeshikwa bega. Nilitazama, alikuwa ni best yangu Thomas. Alikuwa na sahani ya chakula, akasema, "Wewe mwanangu Santo, pole mwanangu. Hebu usikasirike, yule Ticha mwanangu ana shida zake. Wote tunajua mwanangu." Unajua nilimtazama Thomas, nikasema, "Mwanangu haina shida mwanangu. Mimi niko sawa." "Hamna mwanangu, najua uko sawa mwanangu. Nimekuja na msosi unini kama vipi tule wote mwanangu." Nikamwambia, "Asante sana Thomas." Nilimtazama huyu mshikaji, kiukweli nilifarijika sana. Kabla tujaanza kula, walikuja wanafunzi wengine wa kike na wa kiume,
na sahani zao pale. Wakasema Santo, tumekuja na chakula, tunakula wote kuanzia sasa. Haina haja kwenda kumsumbua mama. Mnajua kuna hili nilifarijika, nilimshukuru sana Mungu. Nilikuwa ni mtu wa watu sana. Nilikuwa nacheka na kila mtu kwa sababu nilipewa kipaji cha ucheshi. Sikuwahi kugombana na mtu. Hata mtu anitusi vipi au anikosee vipi nilikuwa napotezea. Kwa hilo nilikuwa napendwa sana na watu wengi. Nilikuwa napendwa sana shuleni na niliwashukuru sana kusema ule kweli. Unajua ukiwa mcheshi na mkarimu kama yule msimulizi Uncle Jay simulizi yule anayesimulia simulizi zake YouTube, ndio maana watu wengi wanampenda kwa sababu jamani mcheshi, mkarimu, ana upendo, anaachia simulizi vizuri, watu wanampenda sana. Mashabiki zake huambii kitu kuhusu Uncle Jay. Kwa ukiwa na moyo kama ule, hakika kila mmoja atakupenda. Niliwashukuru sana kuona upendo huo wanaonionyesha ya kwamba niko sawa japo sikuwa sawa. Na mimi nilianza kutania kama mwalimu alivyokuwa ananifanyia. Sasa nikaanza kuita Santos, hebu rudisha chakula. Basi wanafunzi zangu walikuwa wanacheka kule kweli. Tulikula huku tunataniana, tunatiana moyo. Japo kidogo nikapata amani ya moyo, japokuwa sio sana. Bado nilihitaji kutafuta namna ya kutoa michango yangu. Siku zilipita nilikuwa sisogei ile sehemu ya chakula, lakini wenzangu walikuwa wananiletea chakula, tunakula pamoja kama kawaida. Nikawa naponea hapo. Mwalimu Malongo alizidi kunifuatilia, basi nikawa naondoka naenda zangu mtaani, lakini sifiki nyumbani. Naishia tu njiani alafu narudi shuleni. Nikirudi shuleni nasema bwana mama, chakula ataniletea. Kwa wiki 2 zilipita, naishi kisani tu shuleni na kula chakula cha kushia na wenzangu. Nadhani wale ambao tumepitia maisha haya mtakuwa mnanielewa. Wale ambao tumetokea maisha fulani hivi, sometime kutoa michango shuleni ya chakula ilikuwa ni shida. Sio kama wazazi wetu wanapenda, ila maisha yalikuwa ni magumu. Kwa hiyo tunaishi kwa kugongea tu shuleni. Siku moja ilikuwa ni Jumapili. Ilikuwa ni siku ya kutembelewa na ndugu na wazazi. Mama mimi alishaniambia kwamba hatakuja. Anaenda kufanya vibarua kwenye mpunga. Hivyo nikatulia zangu tu pale bwenini. Thomas alikuja kuniita, akasema wewe twende mwanangu bro kanitembelea twenzetu. Tukapiga hata na story, nikasema fresh. Kwa tulitoka hadi eneo ambalo tulikuwa limetengwa rasmi kwa ajili ya wanafunzi kuonana na ndugu zao. Tulikuta pale wanafunzi wengi wapo na ndugu zao pale, wengine wameletewa pale vyakula wanakula. Sisi tukakaa na kakake Thomas na kuanza pale story. Nikiwa pale kuna mwanafunzi mwenzangu wa kike anaitwa Zaituni. Akasema Santos nakuomba mara moja. Mpaka nikashangaa. Maana mimi sikuwa na mazoea sana na huyu msichana. Alikuwa anajidai sana, afu alikuwa anajiona ni wakishua sana, maana kila kitu chake ni kizuri. Na hana kabisa mazoea na watu shuleni hapa. Anajidai mno na anadharau sana huyu binti. Tulikuwa tunashangaa kwa nini anasoma shule za kata kama hivi za serikali wakati yeye ni wakishua. Ila kwa sababu mimi nilikuwa namheshimu kila mtu, nilinyanyuka nikamfuata Zaituni. Alianza kutembea huku akawa anasema mamangu anakuita. Nikashtuka nikasema mama yako ananiita mimi? Akasema ndio, unashangaa nini sasa? Nikasema sababu mimi simfahamu mama yako. Akasema ndio hivyo utaenda kumfahamu sasa. Lakini mimi niliogopa, kwa nini mama yake aniite? Lakini sina baya na huyu dada, acha nimfuate. Nilimfuata nikafika hapo alipokuwa mama yake. Nikamkuta mama yake yuko na binti mmoja hivi mdogo, ni mrembo kweli. Nikamsalimia kwa heshima na kisha nikasema mama, nimeitikia wito. Yule mama alinitazama huku machozi na mlenga. Mimi sikumuelewa. Nikasimama akanikumbatia. Nilishangaa. Akanikumbatia kwa muda huko anasema jamani Julius kakangu ameacha watoto wake bado ni wadogo jamani. Hapo yule mama akawa analia, japo ni kwa sauti ya chini. Hapo sasa ndo nikaelewa kwamba huyu alikuwa anafahamiana na babangu. Huyu mama akaniachia akajifuta machozi na kisha akakaa. Akasema hebu kaa hapo mwanangu. Nikakaa, lakini moyo wangu ulikuwa una simanzi. Alinitazama na kisha akasema Santos mwanangu, umekuwa japo sura yako haijabadilika. Poleni na yote. Nilikuwa nje ya nchi nimerudi. Nina wiki sasa ndo nimeambiwa kaka yangu mpendwa alifariki mwaka jana. Nikasema ndio alifariki baba. Poleni sana. Babako alikuwa ni mtu mzuri sana, mwema sana, hana ugomvi na mtu na niliishi naye vizuri. Alinisaidia mengi sana hata kwenda kwangu kupata elimu zaidi nje ya nchi. Ni babako ndiye alinisaidia kunitafutia wadhamini. Nisingeenda ningekuwa niko bado na nyanyasika kazini kwa elimu yangu. Santos mwanangu poleni sana. Inaniuma sana kakangu kufariki japo bado siamini. Nikasema asante sana. Mdogo wako anaendeleaje? Na mama pia anaendeleaje? Nikasema Mungu ni mwema, wanaendelea vizuri. Santos, soma sana. Uje umlee mama yako na mdogo wako. Maana wewe ndiye baba wa nyumba. Si unalijua hilo? Nikasema ndio mama. Nitamtembelea mama. Si bado yuko pale kwake? Nikasema ndio. Haya, sawa, nitafika. Unajua nilikumbuka unasoma hapa. Babako aliniambia. Ndio nikakuulizia. Hata huyu Zai alikuwa hajui kama mimi nawafahamu. Nikasema sawa. Huyu ni mwanangu pia, mtoto wa dadangu anaitwa Chioma. Nikasema nafurahi kumfahamu.
Hasa yule binti Chioma alitabasamu, basi mashavu yake yalibonyea hivi. Nilimtazama, ni mzuri mno huyu binti. Ana rangi ya maji ya kunde hivi. Macho yake mazuri makubwa kiasi, lips zake nene, muda wote zimeloa. Yaani sijui anapaka nini, sijui shadow, sijui lipstick, ni zinameremeta. Kumbe ndo anaitwa Chioma. Mama Zai akaendelea pale kusema, huyu nataka nimhamishie hapa. Yeye yuko kidato cha 3, ni mdogo kidogo kwa Zai. Nadhani wamepishana mwaka mmoja hivi. Nikasema sawa, karibu Chioma. Asante. Chioma na sauti nzuri nyororo. Nikasema kweli Mungu anajua kuumba. Hapo nikasema moyoni. Basi tuliongea pale na Mama Zai. Mama Zai akasema kwamba nadhani muda umeisha wa sisi kukaa hapa. Nilikuwa nakuja kukusalimia Santos. Nikasema asante sana. Niite tu aunti, nitafurahi sana. Nikasema asante sana aunti. Basi alinishika pale mkono, lakini alikuwa amenishikisha kitu. Nilielewa. Hakutaka watoto wake waone. Nikasema tu asante sana aunti. Akasema haya, masomo mema. Nikasema asante, kisha huyo nikaondoka. Ili nimpe nafasi ya kuongea na watoto wake. Nilifika mbele, nikafungua mkono wangu, nikakutana na shilingi 20,000. Macho alinitoka. Oya, nilimshukuru Mungu na kisha nikamwombea huyu Mama Zai sana. Nilipanga kutoa hiyo pesa katika mchango ili nipunguze zile mambo fulani, maana nilikuwa nadaiwa 68,000. Siku hiyo ilipita huku nikiwa nimeshamsimulia kila kitu rafiki yangu Tom. Siku iliyofuata mida ya saa 4 kabla ya kidogo kufika break, nilijikuta naitwa. Nikiwa niko darasani nilikuja kuitwa. Nilienda mbio ofisini, nikamkuta mama yuko na mizigo. Nilifurahi sana, nikamsalimia. Akajibu na kisha akasema, nimeleta michango yote mwanangu. Nikasema asante sana mama, Mungu akubariki. Jana ulifanya sana kazi mamangu. Na hiyo hali yako mama, dai pole sana. Asante mwanangu, lakini pia nilipata pesa kidogo tu mwanangu. Alikuja Mama Zai ambaye alikuwa ni kama mdogo wa babako. Alisema alikuona jana. Nikasema ndio mama. Ndiye amenipatia haya mahindi na pesa zote, na pia amemshonia mdogo wako sare, na wewe pia mshukuru yeye mwanangu. Na amesema mtoto wake asijue kwa sababu ana wivu sana. Nikasema Mungu ambariki sana jamani. Amina mwanangu. Hivyo pesa niliyopata nimepeleka Kikoba. Tunakaribia kuvunja Kikoba. Nikasema sawa na mama. Na mimi pia nina pesa jana alinipatia Mama Zaituni. Naomba uchukue ukanunue vyakula angalau ndani upate kula na Serena. Kwa ile 20,000 nikatoa nikampa mama. Mama akasema hiyo ni ya kwako mwanangu. Sawa? Utatumia hapa shuleni. Nikamwambia mama, mimi sina matumizi. Mimi nakunywa uji na nakula hapa shuleni. Naomba upokee. Upumzike angalau kidogo kwenda huko vibaruani. Mama alipokea ile hela huku akiwa anasikitika sana. Akaniambia mwanangu, Mungu akubariki sana. Kwa hiyo alikabidhi ile michango kwa mwalimu Mwalongo ambaye alikuwa amenuna sana, na kisha huyo mama akaondoka zake. Nilimshukuru sana Mama Zai. Wiki ilipita nasoma kwa bidii mno, na siku moja ilikuwa ni mida ya saa 1 za usiku, tumekula tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kujisomea. Niko zangu bwenini. Alikuja mwanafunzi mmoja kidato cha 3 wa kiume, maana wanafunzi wanaoishi jirani na shule huwa wanakuja kujisomea pia usiku pale shuleni. Yule mwanafunzi akaniita akasema, "Wewe bro Santo, na shida na wewe bwana, naomba tuongee nje." Nikamwambia okay fresh. Nikachukua pale madaftari yangu na sweta langu nikavaa pale nikamfuata. Hapo najua anataka nimfundishe, maana watu kama hawa huwa wananiomba sana niwafundishe. Tulipofika nje akasema kuna mtu anakuita. Nikasema nani? Akasema utamwona tu bro. Anakuita yuko nyuma ya bwalo la chakula. Nikajiuliza nani tena yeye ananiita. Akasema nenda tu utamkuta. Alivyojibu hivyo nikaanza kuondoka. Huku nikiwa nakimbia kuharakisha. Nikaonoke acha niende. Nimefika pale nyuma ya bwalo la chakula, sikuamini macho yangu. Nilimkuta yule Chioma akiwa amevalia tracksuit full, mkononi yuko na kimfuko kizuri tu. Alivyoniona akaangusha bonge la tabasamu. Akasema Santos, nimesubiri sana nikidhani kwamba huji jamani. Mimi huko naogopa. Nikamwambia pole. Chioma pale nisogelea akanikumbatia. Kwanza nikashtuka. Nikawa nimesimama kama mstimu, yani nashangaa. Unajua siku kukumbatiwa mimi na mwanamke. Mimi wanawake nilikuwa naongea nao lakini sio makumbato hapana. Sasa nikawa nashangaa. Akasema nimekuletea chakula hiki. Hapo akawa amenishikisha mkononi na kisha akanikumbatia. Tena akanipiga bonge moja la busu mdomoni. Bwana ghafla sipunde bwana tukasikia hapo tukashtuka mimi na Chioma. Nani tena huyo? Bado usikose katika sehemu ya pili mzigo mtamu huu kutoka kwa Kilisa bwana. Bado usikose katika sehemu ya pili mzigo mtamu kweli kweli. Mimi naitwa Uncle J. Bado tukutane tujue hapa hawa walifumaniwa na nani. Wewe